Karibu msikilizaji kwenye sehemu ya 7 ya simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Gavin Luka, toleo la 3 ikiwa ni The Darkness of an Angel. Ndipo tumeishia katika sehemu ya 6 ni pale ambapo Leonela alikuwa amempa kichapo cha maana bwana Joseph, shemeji wa rais. Akiwa dakika za mwisho kabisa alimpa somo la mwisho kabisa katika maisha yake. Alimwambia kama mara ya mwisho mimi nikutana na wewe nilikuonya kuhusu haya. Ulitakiwa kufa tangu siku ile, lakini kwa sababu shemeji yako aliwahi kupiga simu kapona. Nilikusihi usije kabisa kujiingiza tena kwenye haya mambo, kwa sababu hakuna mtu ambaye amewahi kuingia na mwisho wake ukawa mwema. Joseph, ulikuwa na bahati kubwa sana kupata nafasi nyingine ya kuweza kuishi, ila kwa sababu ya ujuaji umeamua utumie vibaya, na leo hii ndio tumefikia sehemu kama hii. Binafsi sikuwahi kukaa na kupanga kuua watu wa muhimu kama wewe kwenye taifa hili, ila nyie ndio ambao huaga mnanilazimisha mimi kufanya mambo ya namna hii. Kuna muda maisha yanachelewa sana kuonyesha sehemu sahihi ya watu kuweza kupita kwa sababu ya ujuaji na ujivuni wa vile walivyonavyo. Leo hii ni matajiri wa kuhesabu tu ambao wanaweza kukaa tu na mtu maskini na wakafanikiwa kumsikiliza hata kama alikuwa na mawazo mazuri tu ya kuweza kuwapatia. Kwa hiyo ukiona maisha hayajakupa somo mapema, basi unatakiwa kuishi mbele ya muda. Hayo masomo unatakiwa kujipatia mwenyewe, ili hata kama ukipatwa na tatizo lolote ile kwa baadaye unakuwa unajua ni namna gani ya kuweza kujinasua na maisha mengine yakaendelea. Shemeji yako nilimsihi kwenye hili, nilimwahidi kwamba kama akiweza kuvunja yale makubaliano basi nitaoa familia yake yote. Hivyo sitatakiwa kulaumiwa kwa lolote lile ambalo litatokea kwa upande wake na familia yake nzima kwa sababu ya maamuzi yake ya kipuuzi ya siku moja. Tukifanikiwa kukutana kwenye maisha mengine, unapaswa kulikumbuka hilo. Alimaliza na kunyanyuka akiwa amekitoa kitambaa usoni. Kile kitambaa cheusi usoni kilikuwa ni ishara ya msiba wa mtu mzima, mtu muhimu kwake, yani mzee mzima Othman Chunga. Leonela alimwangalia mwanaume ambaye alikuwa ni kama alikuwa anatamani kuongea jambo lakini hakuwa anaweza kutoa sauti yake. Alimkita na mguu wake kaenda kumalizikia ukutani ambao kichwa kilisambaratika vibaya mno, ubongo ukajigawa na damu nyingi ikawa inasambaa katika eneo hilo. Steve Dewaka Steven hakuwa mbali, alikuwa ameketi sehemu akiwa anaangalia. Baada ile kazi kuisha, alisogea na kuokota lile tambala, kisha akaenda kubeba ule upanga na kuvilingisha ndani ya ile tambala. Walitoka ile eneo usiku huo kwa sababu hakukuwa na kitu kingine cha kuweza kusubiri maeneo hayo yatandika. Nilikuahidi tutaanzia kwa story ya The Story of Jabari Mark Karosi katika sehemu hii hapa ya 7. Mtunzi ni Fabian Babuya, director Owen kutoka Simulizi Mixi, ndio niko nyuma ya mic. Tuna pamoja kujua nini kilejili. Unaambiwa Jabari Mark, historia yake ni yeye ni mmoja kati ya watoto wa wafanyabiashara wakubwa Tanzania. Familia yake ilibahatika kupata mafanikio makubwa mno na kufahamika kila kona, lakini jambo la kushangaza ni kwamba mwanaume ambaye alikuwa akifahamika kama babake mzazi aliweza kumkataa kijana huyo akiwa bado mdogo. Kwa taarifa yake ya mwanzo ni kwamba babake alikuwa amemfukuza nyumbani baada ya kugoma kusomea masuala ya kibiashara na uchumi, yakachagua kuwapigania Watanzania kwa kuamua kuwa mwandishi wa habari ambaye alijitoa kafara kuweza kupambania haki ya wanyonge, kupigania maisha ya watu ambao hawakuwa na uwezo ili sauti zao ziweze kusikika. Na ndio sababu ambayo ilimfanya yeye kuwa kipaumbele kuweza kuikosoa serikali pale ambapo ingefanya vibaya kuhusu jambo fulani na kuweka wazi uozo wote ambao ulikuwa unaendelea. Kijana huyo alikubali kuishi maisha magumu, kuishi maisha ambayo hayakuwa yakieleweka kwa sababu tu ya uchungu mzito ambao alikuwa nao kwa taifa lake. Kujitoa kwake na kulipambania taifa lake ndiko ambako kulifanya akapata nafasi ya kutumika kuweza kutangaza ujio wa kitabu maarufu zaidi ndani ya bara la Afrika, The Darkness of an Angel, yani giza la malaika. Zoezi hilo lilikuja kushindikana baada ya Jopa Magoma kuvamia mahakama kuu na kumteka jaji mkuu, na hapo ndipo kwa mara ya kwanza Jabari alipopata nafasi ya kukutana na viongozi wakubwa wa GRCs. Baada ya kuvamiwa akapigwa risasi moja na akafanikiwa kuishi tena. Lakini swali la msingi lilikuwa ni kwamba iliwezekana vipi mtoto wa kitajiri ambaye kwao kuna kila kitu kweli akazikimbia mali za mzazi wake kirahisi tu na kwenda mtaani kuhangaikia maskini? Lilikuwa ni swali ambalo lilikuwa linahitaji upembuzi wa kutosha, na huenda kwa watu wengi lisingelikuwa na maana, ila kuna nyakati ni bora kuwa na hisia mbaya kwa jambo ambalo hauna uhakika nalo, ili hata baadaye mambo yakibadilika basi inakuwa ni rahisi kuweza kudili nayo. Jabari wakati alikuwa anaenda kukutana na mkurugenzi wa NIS, kwanza hakuonesha kumwogopa bwana huyo, japo alikuwa na nafasi kubwa, lakini pia yeye alikuwa akimuita Karosi.
Ni yeye ambaye alikuwa amepewa kazi ya kuweza kwenda kuiua ile familia ambaye ilikuwa na deni ya familia yake, na mtu yule kwa maelezo yake hakuwa babake mzazi, bali alikuwa ni rafiki mkubwa babake na mlezi wake tu basi. Sasa Jabari ni nani? Jabari nani na alitoka wapi? Mombasa, Kenya. Ndiko huko tunakoenda kuanza simulizi yake. Pembezoni kabisa mwa bahari ya Hindi, Mombasa, ndiko ambako historia inatupeleka nyuma miaka mingi sana ambayo ilipata kupita. Jelani lilikuwa ni maarufu karibu na maeneo ya bandarini. Lilikuwa jina la kijana ambaye umaarufu wake haukuja tu kwa sababu watu walikuwa wakimpenda. Mjini zinapendwa pesa bwana wewe. Watu hawana muda na jina la binadamu yeyote yule, lakini kwake ilikuwa ni tofauti kidogo. Kijana huyo alizaliwa kwenye maisha yenye umaskini wa kutupwa, ule umaskini wa kunuka shida muda wote, kiasi kwamba hata kuipata shilingi 1000 basi inakuwa ni sherehe kila kona. Yale maisha yake kwa magumu kwake ilikuwa ni zaidi ya homa. Hakuona kama dunia inatambua hata uwepo wake, kwa sababu hakujitokeza hata mtu mmoja japo kwa bahati mbaya kuweza kujua kwamba bwana huyo alikuwa amekumbwa na nini kwenye maisha yake. Hivyo kila mtu akawa anamcheka na kumdhihaki. Mtoto wa kiume siku zote uwaga ana mipaka ya uvumilivu. Ikifikia hatua ule uvumilivu kamshinda, basi uwaga anaweza kufanya maamuzi ya kushangaza ulimwengu, watu wote wakabaki midomo wazi. Maisha yale ndio ambayo ilimfanya yeye kuingia kwenye ujambazi huko nyuma, kazi ambayo alijua kabisa kwamba anaweza kuamka akiwa mzima wa afya kabisa na kesho yake asiamke, kwa sababu kwa alikuwa ni swala la muda tu. Sio kwamba eti hakuwa akijua yoyote. Alikuwa anajua vizuri, ila tu hakuwa na namna ya kuweza kufanya kuondokana na hali kama hiyo, na ndio maana aliamua kubadilika. Mungu si Athmani, ile kazi yake ikaja kumlipa, akafanikiwa kuiba bilioni 1 ya Kitanzania. Pesa ambayo kwa maisha ya Mtanzania ni pesa nyingi kuliko inavyoonekana. Siku zote kitu ambacho hujakitolea jasho waga hakiumi hata ukikipoteza na kukitumia hovyo, lakini pia misingi ya asili inagoma kabisa kutumia pesa ya dhuluma kwenye mambo ya msingi. Pesa za namna hiyo waga hazinaga maisha marefu, na ndilo ambalo lilitokea kwa kijana bwana Jelani. Jelani alikuwa maarufu ghafla. Alijiuza na kuwa Mungu mtu kila alipopita. Jina lake likawa limepata umaarufu kwa sababu aliutaka na ukamjia. Pesa siku zote haidanganyi bwana. Lazima itakutenga tu na ambao hawana. Alikula starehe, alibeba wanawake ambao walisifika kwa uzuri, akara nao bata kama ambavyo wanaita vijana wa mjini. Jelani ligeuka kuwa lulu mjini. Kila mtu alitaka kuwa karibu naye. Kuna ambao walikuwa wanamuita tajiri mdogo, tajiri mtoto, na akafurahi na kuona fahari. Dunia ilikuwa upande wake. Pesa ilimnyokea akawa mwamba wa mjini, huku wenyeji wa jiji wakiwa wanamwangalia tu kwa makini, kwa sababu walikuwa wamewahi kuwaona watu wengi wa aina yake na hawakuwahi kufika mbali na hizo tambo zao. Alimaliza mwaka mmoja tu na kuishi kwenye utajiri, na ndipo zile pesa zake zikakata kabisa. Kukata kwa zile pesa ndipo akili yake ikarudi sasa kama mwanzo, na hapa katambua kwamba hakuwa amehifadhi hata shilingi 10 kwa ajili ya maisha yake ya baadaye. Majuto yakaanza. Wale ambao walimpamba kufanikiwa kumuona hata mmoja. Wale wanawake warembo wa mjini wote walimkimbia, na hawakuwa na shida kabisa na mtu ambaye alikuwa ana njaa. Wao walikuwa wanataka kuku kwa mrija tu. Sasa fukara Jelani alikuwa ni wanini kwao? Aliambiwa kwamba asiharibie hali ya hewa, akatafute makapuku wenzake huko, ila ndo hao ambao walikuwa kimlamba hadi miguu na kumwogesha huko akiwa na pangwa wanne kwenye kitanda cha shababi huyo. Majuto yalianza mdogo mdogo, lakini hakuona sababu ya kuendelea kulialia wakati alikuwa mtoto wa kiume. Dhihaka zilianza kila sehemu. Jiji likabadilika kuwa kijiwe cha moto kwake, hivyo akaona kabisa kwamba jiji alikumfaa tena. Kwa hiyo kwani alikuwa amedhihakiwa kila sehemu ambayo alikuwa amepita, na ndio akaamua kufunga safari yake kwenda kuishi huko Mombasa, Kenya, ambako alijiunga na vijana waliokuwa wakivua samaki bahari ya Hindi. Huko alienda kunyooka, lakini ilikuwa ni angalau kitofautisha na nyumbani kwake Tanzania. Wakenya nao hawakuwa nyuma kumzogoa bwana huyo kivijueni. Aligeuka na kuwa stori za kijana ambaye alijitapa, lakini akazilusha pesa zake kwa wanaojua kuzitumia. Lakini mwisho wa siku wengine walimsifia kwa sababu alikuwa ni mwanaume wa shoka. Hakuwa anaogopa kuishi maisha yake, kwa hiyo wakaamini kwamba kuna siku angelikuja kuyapata tena maisha yale. Hiyo ndo sababu ambayo ilimfanya kijana huyo mdogo kuwa maarufu zaidi ndani ya hiyo sehemu, kwa sababu
wengi walikuwa na historia yake ya nyuma. Aliishi huko kwa miaka kadhaa mpaka akazoeleka, na kwa sababu alikuwa ni mtu wa watu, basi alikuwa na marafiki wengi sana, ila alijua kabisa kwamba siku moja alitakiwa kurudi Tanzania, na hakutakiwa kurudi kinyonge tena, bali alikuwa anatakiwa kurudi akiwa ni mtu mwingine ambaye wangemheshimu kila anakopita. Aliamua kuwa mvumilivu mpaka siku moja alipowasikia Watanzania wawili ambao walikuwa wameingia Mombasa kwa ajili ya kuwafuata wanawake wa huko. Hakuwashangaa bwana hao, kwa sababu hata yeye mwenyewe wakati pesa ipo alikuwa anaweza kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kubadilisha tu wanawake. Stari zao hazikuwa na msingi wote ule, bali yale maongezi yao ambayo ni kama hawakuwa wakitaka mtu mwingine aweze kuyasikia, ndio ambayo alimvutia. Watu wale walikuwa wanadai kwamba kuna muuzaji maarufu wa dawa za kulevya, jina lake lilikuwa likivuma sana. Bwana yule alidaiwa kuwepo ndani ya jiji la Dar es Salaam, ila hakuwa Mtanzania. Jiji lilikuwa kubwa, lakini kulikuwa kuna mitaa ya kiume, na mitaa ambayo walikuwa wanaishi wanaume wa shoka, ndiko ambako bwana huyo alikuwa anafanyia biashara zake. Pinega Streets ndio mitaa ambayo ilikuwa ikimilikiwa kwa siri sana na bwana huyo wa kuitwa Gustavo Gaviria, mwamba wa madawa kulevya. Bwana wale wawili walidai kwamba kwenye hiyo mitaa ilikuwa ni rahisi kwa mtu kuweza kutengeneza pesa nyingi kwa muda mfupi, kikubwa kama ukifanikiwa kutengeneza jina na kuijua biashara hiyo vyema. Ni mada ambayo kwa namna fulani hivi ni kama haikuwa ikimuhusu, ila yeye aliamini kwamba inamuhusu, na ndio maana alikuwa ameisikiliza. Alipokuwa amehakikisha kwamba amewasikiliza vyema hao mabwana, alienda sehemu akawa amekaa kando kando ya bahari kuweza kuongea na nafsi yake. Alikuwa anahitaji kuongea na nafsi yake akiwa mwenyewe ili aweze kujijua kiundani zaidi, lakini pia alikuwa anataka kujua kwamba kwenye maisha yake yeye alikuwa anataka kitu gani kwa ajili ya baadaye yake. Aliutumia muda mrefu kuwaza kuhusu maisha yake na kufanya maamuzi magumu. Alielewa kwamba kila maamuzi yalikuwa na matokeo yake kwa baadaye, lakini alikuwa anataka kufanya maamuzi ambayo hata kama angelikuja kuyajutia yawe ni yale ambayo yangemlipa kwenye maisha yake, na ndipo akafanya maamuzi ya kusafiri na kwenda kuishi kwenye ile mitaa ya wauza madawa kulevya, yani Pinega Streets. Hiyo ni mitaa ambayo ilikuwa na historia kubwa, kwa sababu ni mitaa ambayo iliwazalisha baadhi ya wanadamu ambao walikuja kuwa ni sehemu kubwa ya historia ya kutisha ya Tanzania. Ni sehemu ambayo ilimtambulisha duniani Anthony Lucas kutoka Tanga, babake mzazi na Gavin Luka, ambaye naye alituletea zawadi ya Lionela duniani, na ndilo hilo eneo ambalo kijana Jelani naye alifanya maamuzi ya kwenda kusaka mkate wake huko. Aliamini kwamba huenda dunia ilikuwa inamtaka yeye aweze kufika huko ili kubadili maisha yake. Ni kweli alifika eneo la mambo hayakuwa mepesi kama ambavyo alikuwa anahisi mwanzo, lakini hakuwa na kupoteza kwenye maisha yake, hivyo alikubaliana na kila hali ambayo alikuta eneo hilo. Alifanya kazi ya kitume hasa mpaka viongozi wakubwa wakaanza kulisikia jina lake na kumuona kijana huyo, ambapo kwa baadaye alikuja kupata nafasi ya kuonana na tajiri mwenyewe Gustavo Gaviria, akiwa miongoni mwa sehemu ya watu hawa ambao walikuwa karibu na kiongozi huyo. Tangu yeye aende kwenye hilo eneo, haikupita muda pia mitaa hiyo ikampokea kijana mwingine kutoka Tanga, kijana ambaye yeye alikuwa na sababu tofauti za kwenda kwenye hiyo mitaa. Yeye alikimbilia huko kwa sababu ya aibu, hasa baada ya kumkosa mwanamke ambaye alimpenda mno, kwa kuwa hakuwa na pesa. Pesa haikuwa madafu kwake. Aliyakosa yale maji ya kunywa, hivyo walimwengu akamwambia hafai akazisake kwanza. Hapa namzungumzia Anthony Lucas. Mitaa hiyo iliwapokea vijana wawili tofauti wenye njaa kali tena, ambao walikuwa wanaelewa nini maana ya njaa na ufukara wake. Anthony yeye alijitafuta kwa namna yake, na hata Jelani naye alijitafuta kimpango wake, ila kwa baadaye vijana wote, kwa sababu walikuwa hawafanyi kazi kubwa, walibahatika kuanza kukaa meza moja na tajiri huyo, japo wao kama wao hawakuwahi kabisa kuwa na ukaribu. Kwa asilimia kubwa wote walikuwa waaminifu na watendaji bora wa kazi, lakini kwenye swala la baadaye Gustavo kumtafuta mtu mmoja wa kumwamini, ndipo mambo kidogo yakabadilika baada ya kwenda na Anton ambaye aliwakuta kina jirani. Kwa nini? Biashara na misingi yake. Ile misingi ya biashara kuna muda uaga inazingatiwa na wale watu ambao wana mipango ya kwenda mbali zaidi ya pale ambapo wapo kwa wakati fulani. Jirani alikuwa ni mtu mwenye tamaa na mafanikio makubwa, jambo ambalo Gustavo aliliona kuwa ni kama hatari kwake, kwani kijana wa namna hiyo kwenye biashara hafai kupewa nafasi kubwa, kwa sababu anaweza kuja kupindua usukani akataka aiendeshe yeye.
Bahati ikamdondokea Anthony kwa sababu yeye hakuonesha tamaa kubwa kwenye biashara. Alionekana kuwa ni mtu mwenye kuridhika na maisha ambayo alikuwa akiyapata kwa Gustavo. Matajiri siku zote wanapenda wafanyakazi wa hivyo kwa sababu anaweza kumtumia atakavyo yeye na anajiona kuwa salama. Lakini jambo pekee ambalo Gustavo alikuwa amefanya kosa kubwa ilikuwa ni kuangalia mtu kwa nje, wakati kiuhalisia ni kwamba Anthony ndiye ambaye alikuwa na njaa kali zaidi, lakini alikuwa ni mtu wa mipango ya muda mrefu. Hakuwa anaruhusu ile tamaa itoke kwa nje na akaionyesha hadharani, hivyo alikuwa anapiga hatua zake gizani bila mtu yeyote yule kuweza kumshtukia, na ndio sababu ambayo ilimfanya Gustavo baadaye kuja kuwa msaidizi wake. Ilikuwa ni timu ya watu 5 ambao walikuwa hapo kwenye kamati hiyo, wakiwemo Gerald na Anthony. Kwenye maisha ya pesa huaga kunakuwa na vivutio vingi sana kwa watu wengi, na ndio jambo ambalo lilikuwa limetokea kwa baadaye kwa Gerald. Pesa ilirudi na watu walirudi tena kumpenda, japo kwa wakati huo hakuwa na muda nao kwa sababu alijua wanataka ni pesa tu zake. Bwana huyo alikuwa anabadilisha wanawake kila alipokuwa akijisikia yeye, mpaka siku moja alipokuwa amempatia mwanamke mmoja mimba, japo hizo habari yeye alikuja kuzijua dakika za mwisho kabisa za uhai wake. Alikufaje Gerald? Jambo pekee ambalo Gerald alikuwa amefeli ni kwamba wakati yeye akiwa anaponda raha na kula mali zake, Anthony alikuwa na mipango mikali mezani, na ni wakati ambao alimtafuta DEA agent Rakim kwa ajili ya kumua bosi wake. Kwa baada ya kusafiri, Gustavo hakurudi tena Tanzania, zaidi ya maiti yake pekee ndio ambayo ilionekanika kwenye mitandao. Biashara karibia zote zilikuwa zipo kwenye mkono wa Anthony. Walipokuja kushtuka ni kwamba walitambua kuwa wakiwa kinyume na mtu huyo, basi hata kula yao ingelikuwa ni shida kwa wakati huo, kwa sababu walizoea kuishi maisha ya juu, ikawa lazima kwenda naye sawa ili waendelee kuingiza pesa nyingi sana. Lakini ilikuwa ni tofauti kabisa kwa Anthony. Yeye hakuwa lafa. Alikuwa anaelewa misingi ya hizo biashara kwa sababu alijua watu wao hawajapendezwa na yeye kuwa kwenye hiyo nafasi, hivyo kwa baadaye wangelikuja kumuua tu kwa namna yote ile. Uamuzi wake ulikuwa ni kuwawahi wao kabla hawajamuwahi yeye, jambo ambalo na kujihakikishia kwamba amebaki salama, na ndipo alianza kutengeneza empire ya kutisha na yenye nguvu kubwa, ikiwemo kujenga Lucas Villa na kusaidia jamii. Na ndio wakati ambao alimpata mwanamke mrembo sana, Glady, aliyekuwa mtoto wa waziri mkuu wa wakati ule wa Tanzania, Bwana Hassan. Miaka ilipita, maisha mengine yakawa yanaendelea, lakini kumbuka kwamba kabla Gerald kufariki, kuna mwanamke ambaye tayari alikuwa na mimba yake, hivyo alikuwa amezaliwa mtoto wa kiume ambaye alifahamika kwa jina la Jahi Gerald, ambaye kwenye ujana wake tunaweza kusema kwamba alikuwa pamoja na kina Gavin Luka, japo yeye alikuwa mkubwa kidogo. Baada ya kukua na kuanza kuwa mtu mzima, mama yake alimpatia ukweli kuhusu kifo cha babake mzazi. Alimjaza sumu, japo ulikuwa ni ukweli kwamba kama babake asingelewa, basi yeye angelikuwa ni mmoja kati ya watoto matajiri Tanzania. Na kwa wakati huo alikuwa anasoma akiwa na rafiki yake wa karibu ambaye alifahamika kwa jina la Hassan Isa. Jahi alipata hasira baada ya kugundua kwamba hakuwa kwenye maisha safi kwa sababu ya mtu fulani hivi. Hivyo alianza tangu zamani kutafuta namna ya kulipiza kisasi. Alijaribu kujiunga mpaka na The Immortals, lakini haukuwa muda sahihi kwa sababu yeye alihitaji kuishi nyuma ya pazia. Hakuwa mtu ambaye alikuwa anahitaji kufahamika kwa haraka sana, mpaka siku ambayo watu hao wa The Immortals walipoamua kumuua yeye mwenyewe, kwa sababu waliona kwa baadaye anaweza kuja kuwa tatizo kwao. Lakini wakati akiwa nakufa, maisha yake hayakuwa ya kilafa tena. Alikuwa amefanya kazi na watu hao kwa miaka kadhaa, lakini wakati anakufa maisha yake hayakuwa ya kifara tena. Alikuwa amefanya kazi na watu hao kwa miaka kadhaa, hivyo alikuwa ni mmoja kati ya watu wenye pesa ndefu mjini. Ya wakati hayo yakiwa namkuta kipindi cha Gavin Luka, alikuwa ameoa kabisa, mke na mtoto mmoja, hivyo aliwacha hao wawili hapa duniani wakiwa chini ya uangalizi wa rafiki yake kipenzi Hassan Isa, ambaye kwa sehemu kubwa ndiye alihusika kwenye kumuua rafiki yake. Muda ulivyokuwa unazidi kwenda, ndivyo ambavyo bwana huyo alikuwa anazidi kubadilika. Yule mtoto alikuwa wa rafiki yake, lakini alihitaji kumtumia kulipiza kisasi cha rafiki yake kwa mtego ambao alikuwa anautengeneza, huku mpango wake mkubwa ukiwa ni pesa, na alitambua kabisa kwamba hilo halitatimia kama mama wa mtoto angeendelea kuwa hai, kwa kuwa baadaye angelija kuwa tatizo kwao. Lakini yeye hakuwa anajali maisha ya mtoto yule, bali alikuwa anazitazama zile pesa za familia ya Gavin Luka.
ambazo waliaminishwa kwamba sehemu ya zile pesa zilipaswa kwa familia ya Jelan na mtoto wake Jahi, ambaye naye kwa wakati huo alikuja kuuawa ili siri ziendelee kutunzwa. Na ndipo Hashan alipofanya maamuzi ya kumuua mke wa rafiki yake bila kutambulika ili awe na uhalali wa yule mtoto. Alikuwa anahitaji kumtumia mtoto yule kuweza kupata sababu ya halali ya kuja kuingia kwenye zile mali, kwani ingeonekanika naye pia ni mhusika. Aliicheza hiyo karata ili tu ahakikishe anakuwa karibu na mtoto huyo. Yule mwanaume ambaye alikuwa amemchukua yule mtoto ili aweze kumlea, yani Hashan Isa, ndiye ambaye dunia ilikuwa ikimtambua kama Mzee Malik, mmoja kati ya wafanyabiashara ambao walikuwa na majina makubwa Tanzania. Mfanyabiashara ambaye jina lake lilisambaa kila kona baada ya kukosana na mtoto wake, na yule mtoto ambaye yeye alimchukua kwa ajili ya kumlea akaamini kwamba angelikuja kumsaidia kuzipata zile mali, na ndiye ambaye ulimwengu baadaye ulikuja kumtambua kama Jabari Malik, jina lake la kuzaliwa akiwa anaitwa Karos Jahi Jelan. Sasa ilikuwaje mpaka Karos akajiunga na familia ya Gavin Luka? Utambulisho wa Karos ulionekanika kwamba ungekuja kuwa tatizo kubwa sana kwa baadaye, na ndipo hapo na historia ya watu wawili. Jina la kwanza kubadilishwa lilikuwa ni jina la Hashan mwenyewe, kwamba aliamua kujiita Malik, lakini la Karos likaenda, na ndipo hapo ilipozaliwa historia mpya. Mwanamume huyo Malik hakuwa na mtoto wa kumzaa, bali alikuwa amebeba watoto ambao hawakuwa na wazazi na akawafanya kuwa wake yeye, na alimlipa mwanamke mmoja pesa nyingi sana na akaidiwa kwamba angekuja kuishi maisha mazuri kwa baadaye, hivyo akakubali kuwa mkewe kwa makubaliano maalum, ambapo kama mwanamke huyo angefanya jambo lolote la kipuuzi alitakiwa kuuawa. Na hivyo ndivyo familia ya bwana huyo ilivyokutengenezwa. Pesa ilikuwa tayari ipo, hivyo hakuwa na shida kubwa sana. Akajitupa kwenye biashara kubwa ili aweze kupata jina na watu wamfahamu. Bwana huyo baadaye alipata jina na akafahamika maeneo mengi, na hapo ndipo ambapo ulikuja kuibuka ugomvi baina yake na mtoto ambaye alitambulika kama mwanae wa pekee wa kiume Jabari. Lakini kiuhalisia haukuwa ugomvi, bali ulikuwa ni mpango ambao ulipaswa kukamilika. Wakati mipango hiyo ikiwa nasukwa kabla Jabari hajaanza kufanya majukumu yake, kuna watu ambao walimfuata bwana Malik. Wengine aliwajua na wengine hawakuwahi kabisa kuwajua, lakini watu hao walimhakikishia kwamba walikuwa wanajua kila ambalo lilikuwa likiendelea juu ya yule mtoto na yeye mwenyewe, hivyo walihitaji kuweza kusaidiana naye kwa ajili ya kutekeleza kazi ambayo ilikuwa mbele yake. Ni watu ambao walikuwa na mipango kama yake, sema yeye alikosa nguvu kubwa ya kulipiza kisasi pamoja na kuweza kuzipata zile pesa za ile familia ambazo ndizo zilikuwa hesabu zake kubwa zaidi. Bwana Hashani, nina imani kwamba hatujuani mimi na wewe, ila itakupendeza zaidi kama utaweza kunisikiliza wakati huu. Bwana Malik alisikia sauti hiyo nzito alipokuwa ameketi kwenye mgahawa mmoja maarufu mjini. Ni sauti ambayo ilitokea kwenye kiti cha nyuma kutoka kwa mtu ambaye walipeana migongo, kila mtu akiwa na meza yake. Wewe nani? Hakuna nafasi hapo kwenye hiyo sehemu hapo, nije kukaa. Aliangalia kwanza kila upande, kisha akamwamuru bwana huyo aweze kusogea. Alikuwa ni mwanaume shupavu kuonekanika kwamba alikuwa ametokea sehemu yenye pesa. Unataka nini kwangu? Naweza kusema kwamba naijua historia yako yote na yule mtoto. Naelewa maisha ambayo yalitokea kule Pinega, na naelewa kwamba umempoteza rafiki yako na una mtoto ambaye unataka kumtumia kufanikisha zoezi lako, lakini wewe peke yako huwezi kuifanya hii kazi. Kwanza ni kwa sababu kama nikivujisha tu hizi habari basi lazima utakufa. Alishtuka kupata taarifa za siri kama hizo kutoka kwa mtu ambaye hakuwa kimfahamu wala hata hakuwahi kuonana naye kabisa kwenye maisha yake. Wewe nani? Amebahatika kukutana na mkurugenzi wa shirika la kijasusi la Kenya. What? Aliogopa akiwa anaangalia kila upande, kwa sababu alitambua kabisa kwamba mamlaka zilikuwa zinamwangalia kwa karibu sana. Hauna haja ya kuogopa, kwa sababu usipo hapa kwa ajili ya kuharibu kwa serikali yako au kwa hawa watu. Kwa hiyo nataka nini? Nataka kitu ambacho hata mwenyewe unakitaka kutoka kwa hawa watu. You want their money? Akawasha unataka pesa zao. Hakuna vingi ambavyo vinahitajika mbali na pesa, ikiwa ni pamoja na kuiteketeza familia, lakini jambo la msingi zaidi ni pesa. Kwa nini umekuja kwangu? Kwa sababu
kwa wewe unaweza kuwa ni mtu wa muhimu sana kwenye hili. Kivipi? Gavin Luka wote tunajua mambo ambayo aliyafanya kule Kenya, na baada ya hapo baadaye mamlaka ziliingilia kati hili swala na baadaye akadaiwa kama amefariki. Yaani kweli amefariki. Mimi na wewe wote tunajua sio kweli Hassan. Kama kweli amekufa basi lazima kuna ushahidi ambao ungebaki na ungepatikana. Kwa hiyo nataka kusemaje? Huyu mtu ametoka kusikojulikana na familia yake imetoweka mahali ambako haijulikani, na bila kuwapata hakuna namna tunaweza kuwapata wao wala kuzipata pesa zao. Kwa hiyo natakaje? Hawa tuna uhakika kuna siku watakuja kurudi kwa namna yote ile. Hata kama tukisema kwamba Gavin amefariki, lakini bado watu wake wa muhimu wapo, na ipo siku moja watajitokeza tu tena ulayani. Hivyo tunatakiwa kuweza kujiandaa ili kama itatokea kweli wakaweza kujitokeza hadharani, kazi iwe nyepesi upande wetu. Unataka nini kifanyike? Mwanao kafanyaje? Anataka kuwa sehemu yao. Sijakuelewa. Najua una mpango wa kumtumia yule mtoto wa rafiki yako kuweza kufanikisha mambo yako, lakini haujui ni kwa namna gani ambavyo utaweza kumtumia kuweza kupambana na familia kubwa na ngumu kama ile. Na unaelewa kabisa kama ukikosea hata hatua moja basi wote mtakufa. Na kusikiliza, mtoto wako anatakiwa kuwa sehemu yao, yani awe ndani ya hao watu. Hilo haliwezekaniki kwa sababu kwanza hawapo, na pili hata kama wangelikuwepo unahisi kwamba angemruhusu jambo kama hilo liweze kutokea? Inawezekana vizuri tu. Kwa njia ipi? Kwanza mtoto wako anatakiwa kulishwa sumu akiwa bado mdogo. Anatakiwa aishi akijua kabisa kwamba hao ndio watu ambao walimuua babake mzazi, lakini pia anatakiwa kuaminishwa ukweli wa kwamba hao watu walibeba mali za babu yake. Hivyo huenda ilitakiwa yeye ndiye awe ni kijana tajiri zaidi Afrika. Lakini babake nilimuua mimi. Hilo nalitambua kwamba utamwambia hilo jambo? Hapana. Safi, basi tuko pamoja kwenye hilo. Ni hivyo tu. Huyu kwa sasa hivi bado ni mdogo. Siku zote mimi waga naamini kuwa na mpango wa ziada endapo kama mambo ya kifeli kwingine. Tuna mipango yetu ya kuwapata hawa watu siku moja, lakini ikitokea kwamba ikashindikanika basi mpango wa mtoto utafaa zaidi. Ni kwamba huyu mtoto kwa sasa hivi anatakiwa umsomeshe kwa nguvu na siku zote, na siku moja aje ajulikane. Ajulikane kwa sababu ya kupishana na wewe ili kuwatumikia watu wa taifa lake la Tanzania ambalo analipenda. Baadaye unatakiwa kuamini kwamba ulikuwa unalazimishwa kusoma yale ambayo hayataki. Hivyo naye pia ataenda upande wake ambao anaamini yeye kwamba ni sahihi, lakini anatakiwa kuja kuingia kwenye upande wa habari, vyombo vya habari, waandishi wa habari. Wengi ni vibaraka wa viongozi, hivyo kazi yao kubwa ni kusifia tu kila kitu, hata kama wanasiasa wanafanya ujinga. Na kwa tafiti ambazo nimezifanya ni kwamba Kenya walau raia wanajiamini na wanaweza kufanya uamuzi mgumu sana kama maslahi yao yanapindishwa, ila tofauti kabisa na taifa lenu, kwa sababu watu ni waoga na hawana hata uwezo wa kudai haki zao wenyewe hawana. Jambo ambalo limewafanya wengi kuishia tu kulalamikia tumboni. Lakini kama atatokea mtu ambaye atakuwa tayari kuweza kuwasemea na kupambania na kuwapazia sauti, maana yake ni kwamba kwao atakuwa ni zaidi ya mkombozi. Watamnadi kila sehemu. Watakuwa tayari kumsikiliza. Watampatia jina ambalo litafanya tambulike sehemu yote ile ambayo alikuwa anahitaji yeye, kwa sababu raia wengi ni wajinga. Ukitengeneza tatizo alafu ukalitatua mbele yao, wanakuona kwamba wewe ni mtu wa maana sana, na huo ndio unakuwa ni mwanzo wa kijana kujiunga na watu. Kwa maelezo yako kuna sehemu ambayo inaonyesha kwamba atakuwa amejiunga nao. Sasa hilo litawezekanaje? Amina wewe wote tunajua kabisa, kwa sababu ndani ya taifa hili hakuna watu wazalendo kama hiyo familia, ila kwa sababu wanasiasa hawawataki na ndio maana wanaonekanika wabaya. Kama ikitokea kuna kijana ambaye atakubali kuyatoa maisha yake kwa ajili ya watu wengi, basi lazima atawavutia. Hata kama asipokuwa nao karibu haraka, bado tu watamtafuta kwa ajili ya kumpatia ulinzi. Kwa kuwa kwa wakati huo tutakuwa tunatuma watu kadhaa na kuwatoa sadaka ambao wataonekanika kama wanataka kumuua. Kama wakiona kuwa
mwenyewe anaweza kupoteza maisha yake, ni lazima tu watamtoa hadharani na kumfanya kuwa sehemu yao, kwa sababu itajulikana kwamba wewe ulishamkataa, maana alikuwa amekaidi maagizo yako kama mzazi na maisha yake hapo hatarini. Hakutakuwa na swala jingine zaidi ya kumpokea na kuja kumfanya kuwa mmoja wao na kama alama ya urithi wao. Sasa kama tukifanikiwa kuwa na mtu ndani yao, maana yake ni kwamba tutaanza kujua kila kitu kuhusu wao. Ngome zao, hazina zao zinahifadhiwa wapi, ulinzi wao upoje, na mwisho wa siku tukiwa na uhakika na kila kitu, ndipo tutakapokuwa tumevamia na kuhakikisha tunaua wote, ili asije akabaki hata mmoja, kwa ajili ya usalama wa sisi wote baadaye. Ilikuwa ni maelezo ya mtu ambaye alikuwa amezipiga hesabu zake vyema. Mwanaume hakuwa na haraka na mambo makubwa, kwa sababu walikuwa wanaelewa kanuni ya maisha, kwamba mambo ya namna hiyo yalikuwa yakija taratibu sana. Ni muda gani umetumia kuunda mpango? Hilo alikuhusu kwa sasa hivi, ila nataka niwe na uhakika kwamba tunaweza kukutegemea. Nina maswali kwanza. Vipi kama akifa kwa bahati mbaya? Kutakuwa na watu wetu ambao wanamlinda kabla ya kwenda kwa hao watu, na inapolazimu ataumizwa, na yeye atatakiwa kuwa watu wetu pia. Kwa hiyo anataka kutengenezwa kabla? Hapana. Kama akija kugundua kwamba alitengenezwa kabla, basi itakuwa ni tatizo kubwa sana kwa upande wetu. Anatakiwa aende kwao akiwa amelegea, na baadaye ndipo watamtengeneza wao, na hilo ndilo jambo ambalo litafanya aaminike zaidi, kwa kuwa wataona kwamba ni wao ndio wamemuunda kutoka mwanzo kabisa yani. Na jambo hili lisipofanikiwa, unajua kama litafanikiwa? Kama ikitokea mpango kafeli alafu akajulikana, kama mambo yataenda vibaya, maana yake ni kwamba watu watatakiwa kufa ili hii siri iendelee kuwa salama. Hata mimi, yes, hata wewe pia, au mimi mwenyewe, kama yatafika mazingira ya mmoja wetu kutakiwa kufa ili kuokoa wengi, basi halina mjadala hilo. Wewe bado ni mdogo, kwa hesabu zako ni kama za miaka mingi ijayo. Upo sahihi. Ule utajiri umetengenezwa kwa miaka. Unahisi wewe unaweza kwenda kubeba kwa siku moja tu, hususan kwa watu ambao haujui hata wako wapi? Na tatizo kubwa hapa ni kwamba hatujui kama Gavin ni mzima au amekufa. Hivyo hakuna jambo linaloweza kufanyika ukijinga tu hapa, kwa sababu tutahatalisha kila ambalo lipo mbele yetu. Na nani mwingine ambaye yupo nyuma hili? Ipo siku utakuja kumjua. Ni Mtanzania mwenzangu, sio? Mkurugenzi alisita kwa dakika nzima akiwa kimya kabisa. Ndio, ni Mtanzania mwenzako. Sasa tutaweza vipi kushindana na watu wenye nguvu kubwa namna hii? Akuhusu hilo ondoa shaka. Kuna watu ambao watakuwa wanatengenezwa kwa hii miaka yote, hivyo mpaka muda ukifika tutakuwa ndio watu wenye nguvu zaidi kuliko hata wao. Inaonekana mpango wa muda mrefu sana, ila unakuja tu kutekelezwa sasa hivi. Hivyo ndivyo maisha ya watafutaji yalivyo, bwana Hashan. Nataka nikukumbushe kwamba familia hiyo ina mtoto wa kike pia ambaye hatambuliki mpaka sasa hivi, na anaweza kuwa na umri sawa au kumzidi kidogo kijana wako. Hivyo kama karata zikienda vyema, japo sio lazima hilo lifanyike, ila anaweza kuja kumfanya mwanamke huyo ampende. Hapo atakuwa na karata ya ushindi zaidi mkononi. Itabaki ni sisi tu kuweza kufanya maamuzi ya mwisho. Nitakumbuka haya, lakini siku baadaye utakutana naye. Yes, miaka ijayo nitakuja kukaa naye mwenyewe, tukiwa mimi na wewe, na ataelekezwa kila kitu ambacho kinahitajika. Na vipi kama hizo pesa zikipatikana? Tupo wengi kwenye hili, hivyo kama mpango kikamilika, utapata robo mbili ya pesa, kwa sababu wewe ni mhusika na Karosi alikuwa anapaswa kuwa sehemu ya urithi wa hizo mali. Wengine watapata robo. Dili ilikuwa nzuri kwake Hashan, hivyo alikubali, lakini wakati mkurugenzi akiwa anataka kuondoka hilo eneo, alibdaka mkono wake. Kwa sasa hivi ni mkurugenzi, hivyo kuna nguvu kubwa sana unayo. Vipi kama ikitokea siku moja ukatoka kwenye nafasi? Alitabasamu. Mimi kwenye nafasi nitaondoka mpaka siku ambayo nitapenda mimi. Na jina lako unaitwa nani? Nadhani ulikuwa unatakiwa kuheshimu mno mimi kukutajia nafasi yangu serikalini. Nahitaji watu ambao naweza kuamini. Mimi unanifahamu jina, ila wewe sikufahamu, kwa sababu hakuna utaratibu wa kutaja majina ya viongozi wa haya mashirika ya kijasusi huko ukanda wetu. Wambui, Odhiambo Wambui. Alimtamkia kwa msisitizo na kuweza kutoweka ile eneo akiwa na begi jeusi kwenye mkono wake. Alitoka mpaka nje, ambapo ndani ya sekunde kama 5 tu kuna gari nyeusi SUV
Ilifika mahali pale kama ameingia ndani kisha kama ametoweka. Hashan akiwa yupo kwenye mshangao, ni kama bado alikuwa ndotoni, akiwa haamini kwamba lile jambo lilikuwa limetokea kweli. Alikuwa ana nguvu upande wake sasa. Ni yeye tu alikuwa anatakiwa kuhakikisha zile kete zake muhimu mezani anazisukuma kwa ustadi bila haraka. Kila kitu kilikuwa kinaenda kuwa kwenye mikono yao. Ila alikuwa anahitaji uvumilivu tu basi, na kumtengeneza vizuri kijana wake ambaye ulimwengu ulikuja kumtambua kama Jabari Malik. Hivyo ndivyo ilivyokuwa mpaka Jabari akaja kutengenezwa na baadaye akaingizwa kwenye familia ya Gavana Ruka, huku wao wakiona kama kijana mmoja mwaminifu ambaye alikuwa tayari kuwapambania na kuyapigania maisha ya wale wanyonge. Lakini haikuwa hivyo. Mwanamume huyo alikuwa ni binadamu wa kutengenezwa, na aliingia kwenye hiyo familia kwa kazi maalum ambayo mpaka wakati huo kwa mipango yao ni kwamba ilikuwa inaelekea tamati, kwenye hatua ya mwisho kabisa ya kuweza kukamilisha. Baadaye Jabari alikuja kukalishwa na mkurugenzi wa NIS na akapewa historia nzima ambayo watu hao walikuwa wanahitaji yeye aweze kuijua ili kuhakikisha kwamba anaitekeleza kazi yake, na mambo makubwa ambayo yalikuwa yamemjengea yeye kisasi na hao watu ni baada ya kutambua kwamba ndio ambao walihusika na mauaji ya babake mzazi, lakini zaidi ni kwamba yeye ndiye alikuwa ni mrithi sahihi wa zile mali za ile familia, na bado alikuwa ana nafasi ya kuweza kuzipigania. Ndio sababu ambayo ilimfanya kuwa makini kwenye kila hatua ili kuhakikisha anaishi na mpango huo unakamilika kwenye mkono wake. Leonela mapenzi yalimpofua. Umakini wa bwana huyo na mahesabu yake makali yalikuwa ni hatua kadhaa mbele ya hiyo familia ambayo siku zote iliaminika kuwa mbele ya kila kitu, lakini karata ya Jabari ilikuwa kabali yao wenyewe. Wote waliuzwa na kijana huyo msakatonge ambaye ndani yake alikuwa na kisasi kizito, na watu hao ni jambo la kutisha pale ambapo mtu mwenye kisasi kizito na wewe anapokuwa anakuchekea alafu amefanya hivyo kwa miaka na wewe hauna hata habari. Ndilo zoezi ambalo alikuwa analipambania Jabari kwa wakati huo, akiamini kwamba baada ya hayo kuisha angeenda kuwa mwanaume mwenye nguvu na ushawishi mkubwa mno kuwahi kuishi Afrika. Nani atanisamehe? Karosi Jahi Jelan, waweza kumuita Jabari Malik. Mwanamume huyo ni kweli kabisa kwamba lilikuwa ni pandikizi, hivyo alikuwa na hesabu zake ambazo aliwazidi wenzake wote ndani ya familia, ambayo mpaka muda huo yeye ndiye alikuwa baba. Hesabu za Leonela hazikuwa ndogo, lakini pia hazikufikia hesabu za Jabari. Mwanamke huyo baada ya kuunganisha matukio kadhaa ambayo yalikuwa yametokea, alielewa kwamba mumewe alikuwa ni sehemu ya hayo mambo, japo hakuwa na uhakika na jambo hilo, na ndio maana aligoma kabisa kumhukumu mumewe mpaka pale ambapo angepata ushahidi wa moja kwa moja. Hiyo ndio ilikuwa ni sababu yake kubwa ya kumpeleka mumewe kwenye moja kati ya hazina zao kubwa kwenye yale maporomoko ya maji. Baada ya kutoka kule, watu wake waliingia lile eneo na kuondoa mzigo wote wakiwa wanaongozwa na mabanzi. Kulikuwa na zile njia nyingine kama 3 hivi ndani ya lile pango ambazo zilikuwa na kiza ndani yake, na ndizo njia ambazo walizitumia kuweza kuutolea ule mzigo, lakini Jabari yeye alitambua kwamba mzigo bado ulikuwa kule kule. Leonela alimpatia mumewe mtihani mmoja mdogo sana, na kama angefanikiwa kushinda basi asingelikuja kumsikiliza mtu yoyote kwamba mumewe alikuwa ni msaliti kama ambavyo alikuwa anahisi na Othman. Alisisitiza kwamba kama vipi bwana huyo basi afuatiliwe. Hesabu za Leonela ziliishia njiani bwana. Huenda kwa sababu alikuwa anapofuliwa na upendo ambao alikuwa nao kwa bwana huyo. Yeye alitambua kwamba bwana huyo alikuwa kizihitaji ni mali zake, na ndio maana alikuwa tayari kufanya jambo lolote lile ili tu azipate, jambo ambalo alikuwa sahihi nalo kabisa. Lakini pia alikuwa na mashaka kwamba huenda wazazi wa Jabari waliuawa na yeye mwenyewe, hivyo kuna jambo jingine alikuwa analificha, ila hayo yote aliamua kuyajumlisha sehemu moja kwenye huo mtihani. Aliamini kwamba kama ni kweli Jabari alikuwa anahitaji kupotea na hizo mali, basi lazima angerudi lile eneo, hata kama sio yeye basi watu wake wangerudi lazima, kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya asili ambayo isingetambulika kwa watu wengi bila mtu fulani kuweza kuwapa taarifa, na mtu pekee ambaye alipelekwa kwa nyakati hizo alikuwa ni Jabari. Sehemu pekee ambayo Leonela hakuipigia hesabu vizuri ni kwenye usalama wa watu wake. Aliziwaza zaidi mali kuliko watu ambao walikuwa hapo kwenye maeneo mengine ya kwao. Hilo tu ndilo ambalo Jabari alikuwa yuko mbele yao, kwa sababu hakuwa anaziwazia mali tu, bali alikuwa anawaza kuteketeza familia yote. Jabari alikuwa amesimama sehemu ya mita 100 kutoka pale lilipokuwepo lile pango,
Umbali kutoka ilipokuwepo ile sehemu kulikuwa kuna watu zaidi ya 20 ambao walikuwa na magari makubwa. Aliangalia usalama kwanza eneo lile, hakuona kama kuna mtu karibu, hivyo akawa ameanza kusogea taratibu ile eneo akiwa makini kwa sababu alikuwa anamjua vyema mkewe. Bosi, umesema ni hapa? Ilikuwa ni sauti ya mtu mmoja ambaye alikuwa ameongea kwa uzito aina yake. Ndio, mna hakika hakuna ambaye alikuwa anafuatilia? Nimehakiki hilo mwenyewe, hakuna mkuu. Hebu nifuateni tubebe mali mpotee haraka sana kwenye ile eneo. Ni kweli Jabali aliwaongoza watu wale mpaka ile sehemu. Alikuwa ana fingerprint za mkewe kwenye kifaa kidogo, hivyo alizitumia mpaka kama amefanikisha kuweza kufungua ile sehemu. La haula. Ni kama alikuwa amepigwa na kizunguzungu, hakuwa akiamini hali kama ile kuweza kumtokea Jabari. Alitulia dakika nzima akiwa kimya kabisa. Kuna kijana mmoja ambaye alikuwa anataka kumuongelesha, alimpiga risasi ya kichwa akafa mle ndani. Eneo lile lilikuwa tupu na waweza kusema lilikuwa wazi. Ilikuwa ni kama holi ambalo mtu alikuwa anataka kuweka viti ili afanyie mkutano wake, yani ilikuwa ni tofauti kabisa na alipokutana na sehemu kubwa ya vitu vya thamani. Alikaa chini kwanza kwa sababu hata kichwa chake kilikuwa ni cha moto sana. Dunia ilienda tofauti na zile hesabu zake ambazo alikuwa nazo yeye. Ulimwengu ulimkataa kabisa. Hesabu zake mwenyewe zilimkataa, na hapo ndipo akaja kukumbuka kwamba huo ulikuwa ni mtego. Ni mtego ambao aliwekewa na mkewe kipenzi Leonela kuweza kumpima. Alikuwa amejiuza yeye mwenyewe kirahisi sana yani. It's a trap. Akamaanisha kwamba ni mtego. Aliongea kwa hofu, akananyanyuka na kujifuta jasho na kuangalia kwenye kuta moja. Kuna sehemu palikuwa na tobo na kulikuwa kuna kamera ndogo, hivyo mpaka wakati huo walikuwa wakionekana. Aliangalia kamera hivyo kwa umakini akiwa kama anatetemeka kwa hofu, kwa sababu alitambua kabisa kwamba mkewe alikuwa akimwangalia. Alijikuta kwanza akiwa anatulia kwa muda akiwa anapiga hesabu za maisha. Aliwaza namna maisha yake yanaenda kuwa baada ya hapo. Aliwaza ni kipi ambacho kilikuwa kimeandikwa kwa ajili yake, lakini hakuwa sahihi yeye kuweza kufanya hivyo kwa sababu moja na mbili zilikuwa hazikai kabisa yani. Alimeza mate wakati ambao alitambua kwamba simu yake ilikuwa inaita. Aliangalia hiyo simu kwa muda wa sekunde kama 10 vikisha kama rudisha macho yake kwenye kamera, akaipokea. Anajua kwa sababu ni yeye ambaye alikuwa amepanga ili kufanyika. Aliongea ile sauti ambayo haikuwa na nguvu ndani yake. Kwa hiyo nakwaje? There is no going back, kwa sababu akinipata vile vile ataniua watu. Kuna njia ambazo nazijua, tutafuatilia tu mzigo, hivyo nitahakikisha kwamba unapatikana. So kill them all. Akimaanisha kwamba wao wote. Are you sure? Akimaanisha na uhakika? Positive. Akimaanisha kwamba ndio. Na kuhusu mtoto, sijui alipo mpaka sasa hivi, na inaonekanika sitakuja kumpata tena, hivyo lipueni tu, kama atakufa ni sawa tu. Naenda kutafuta mzigo. Roger that. Inajitahidi uweze kuja na mzigo, maana unajua kabisa kwamba watakuua. Hakulijibu hilo swali, bali likata simu. Wakati yote anaendelea hilo eneo, hisia zake zilikuwa sahihi kabisa kwa sababu Leonela alikuwa anaangalia yale ambayo yalikuwa yanatokea, kwa kuwa kila maeneo yalikuwa na kamera za siri za kutosha, hivyo aliliona tukio hilo tangu linaanza mpaka lilipokuwa limefikia. Alikuwa anashusha chozi Leonela kufanywa jambo kama hilo na mumeo wa ndoa, mwanaume ambaye alimwamini mno kwenye maisha yake, akampatia na zawadi ya mtoto, lakini vile vile akamfanya kuwa mumewe, ila ndiye mtu ambaye alikuwa ni msaliti. Ni maumivu makubwa sana ambayo aliyapata kwenye moyo wake. Alihisi kama vile kuna kitu kilikuwa kinamkatakata kwenye utumbo wake, akiwa anamwangalia yule wa ubani akiwa anamfanyia ushenzi. Msikilizaji, tulishia hapa katika sehemu ya 7. Tusimalize uhondo wa sehemu ya 8 ya simulizi yetu inayokwenda kwa jina la The Darkness of an Angel, yani giza la malaika. Upande wa giza la malaika tulipata kujua kwamba mtu anazaliwa akiwa na malaika wake mwema tu mzuri, ila dunia inakuja kuhakikisha kwamba inautafuta upande mbaya, upande wa giza wa hiyo malaika, na ndipo watu wanaanza kushuhudia mabaya ya mtu. Mimi director Weni Fabian Mabuya ndo mtunzi wa simulizi yetu. Tuwe pamoja katika sehemu ya 8 ndani ya SMX app. WhatsApp ni 0677062012. Tukutane huko, tuendelee kupata burudani. YouTube channel Simulizi MX. Na ukaribisha msikilizaji kwenye sehemu ya 8 ya msimu wa 2 simulizi The Darkness of an Angel. Hapa tunaongelea upande wa giza wa malaika. Katika sehemu ya 7 tulikuwa tumeishia pale ambapo
Jabari Malik alikuwa ameenda katika ile sehemu ya siri ambayo alikuwa amepelekwa na Lionel kwenda kuchukua mzigo, yani kusepa na mali. Alivyokuta kupo hola, yani kupo wazi kabisa, simu yake ilianza kuita. Alimeza mate wakati ambao alikuwa anatambua kwamba simu yake ilikuwa inaita, akaangalia hiyo simu kwa muda wa sekunde 10 kisha akamrudisha macho yake kwenye kamera. Akaipokea. Anajua kwa sababu ni yeye ambaye alikuwa amepanga ili kufanyika. Aliongea ile sauti ambayo haikuwa na nguvu ndani yake. Kwa hiyo inakuaje? There is no going back kwa sababu akinipata vile vile ataniua tu. Kuna njia ambazo nazijua, tutafuatilia mzigo, hivyo nitahakikisha kwamba unapatikana. So, kill them all. Are you sure? Positive. Na kuhusu mtoto, sijui alipo mpaka sasa hivi na inaonekana kwamba sitakuja kumpata tena, hivyo lipueni tu, kama atakufa ni sawa tu. Naenda kutafuta mzigo. Roger that. Ila jitahidi kuweza kuja na mzigo, maana unajua kabisa kwamba atakuua. Hakulijibia hilo, bali likata simu. Unaambiwa wakati yote anaendelea hilo eneo, hisia zake zilikuwa sahihi kabisa kwa sababu Lionel alikuwa anaangalia yale ambayo yalikuwa yanatokea, kwa kuwa kila maeneo yalikuwa na kamera za siri za kutosha, hivyo alikuwa anaona tukio hilo tangu linaanza mpaka walipokuwa wamefikia. Alikuwa anasha machozi Lionel kufanywa jambo kama lile na mume wa ndoa, mwanaume ambaye alimwamini mno kwenye maisha yake na akampatia zawadi ya mtoto kabisa, lakini vile vile alimfanya kuwa mumewe. Ila ndiye huyo mtu ambaye alikuwa anamsaliti. Ni maumivu makubwa ambayo alikuwa ameyapata kwenye moyo wake. Alihisi kama vile kuna kitu kilikuwa kinamkatakata kwenye utumbo wake, akiwa anamwangalia yule wa ubani akiwa anamfanyia ushenzi. Mimi ni director ni msikilizaji Fabian Babuya, ndo mtunzi wa simulizi yetu. Simulizi Max ndo andaji. YouTube channel Simulizi Max, Android application SMX app, WhatsApp 0677062012. Tunakutana maeneo ya kuendelea kupeana burudani za kukata na shoka kutokea hapa Simulizi Max. Mambo yalibadilika kabisa baada ya kuona Jabari akiwa anaongea na ile simu, akadai kwamba wao wote, na alipoe hapo alishtuka na kugundua kwamba kuna kosa jingine ambalo alifanya. Ni kwamba Jabari kwenye kila ngome yao ambayo alikuwa anaijua au aliwahi kuingia mara kadhaa, basi lazima alitega mabomu, na kwa sababu kulikuwa na maeneo ya faragha yasiyokuwa na kamera na bwana huyo, hakuna mtu ambaye alikuwa anaruhusiwa kumkagua kwa sababu alikuwa ni mume wa bosi, basi ilikuwa rahisi kwake kutekeleza adhima yake. Piga kambi zote ndogo, waambie kila mtu akimbie kwenda mbali kabisa na maeneo hayo. Wote waambie watoke ndani haraka sana kwa sababu wanaenda kuteketea. Aliongea kwa sauti kubwa. Mabanzi ndiye ambaye alikuwa pembeni yake. Alinyanyua simu ambayo ilikuwa inaunganisha sehemu zote, lakini simu hiyo iliita mara moja tu, na baada ya hapo haukusikika tena kama kulikuwa kuna kitu kwa sababu mtandao ulipotea. Lionel alisogea kwenye skrini kubwa akiwa anatetemeka kwa hasira. Alikuwa akiangalia zaidi ya kambi zake 3 zikiwa zinatitia ardhini. Yeye alikuwa yupo kwenye ngome kubwa zaidi ya familia ambayo hata mumewe hakuwahi kabisa kuijua hata siku moja. Mwanamke wake wakati huo hakuwa na jambo la kufanya. Yule mtu ambaye walikubaliana na wakala kiapo kwamba walikuwa mwili mmoja ndiye ambaye alikuwa anamletea maumivu makali sana wakati huo. Aliona ulimwengu ni sehemu ya ajabu mno na wanadamu ni watu ambao hawakuwahi kuwa na shukrani kabisa kwenye maisha yao. Aliwahi kumfanyia kila kitu bwana huyo. Alimpatia kila hitaji la maisha yake, lakini bado alimsaliti. Aligeuka ukutani na kuangalia picha ya mtoto wao, akabaki akiwa sikitika kwa uchungu mkubwa. Akiwa eneo hilo, aliendelea kuangalia jinsi ambavyo aliweza kupoteza vitu vingi na watu wake wengi kwa wakati mmoja. Mabanza alisogea mbele na kwenda kupiga magoti akiwa ameinama. Mimi ndiye ambaye nilimtengeneza huyu bwana mdogo. Mimi ndiye ambaye nilifanya yeye leo hii kuwa hili eneo. Haya yote ambayo ameyafanya ni kwa sababu ya makosa yangu mimi, kwa sababu isingelikuwa mimi basi leo hii tusingeingia hasara kubwa namna hii. Kwa makosa ambayo nimeyafanya, naomba unipatie adhabu ya kifo. Alikuwa anaongea mwanaume huyo wa makamo akiwa amepiga goti. Ni kweli kabisa kwamba ni yeye ambaye alimtengeneza Jabari, hivyo aliona yale yote yalikuwa ni kwa sababu yake. Lionel alienda na kumnyanyua juu kwa nguvu kubwa sana akiwa anamtizama kwa macho makali. Huyo mbwa anaenda kulipa haya kwa sababu hakuna sehemu ambayo anaweza kwenda mimi simpate. Wewe ndiye mtu pekee ambaye upo hai ninayekuamini zaidi. Wewe ndiye ambaye umetengeneza vijana wengi waaminifu ambao wamekuwa ni msaada mkubwa sana kwenye familia yangu kwa miaka na miaka, hivyo sitaweza kukuadhibu, bali nataka nikupe kazi nyingine. Kazi ambayo nakuomba uifanye hata kama ikija kutokea mimi nitapotea kwenye ulimwengu. Ni kazi ambayo itakulazimu uifanye kwa maisha yako yote mpaka siku unakufa. Yale maneno yalimtisha Mabanzi akiwa na hofu kweli. Hakuwahi kumuona bosi wake akiwepo kwenye hali ya hasira kama hiyo. Kwa sasa hivi sihitaji mtu yeyote yule awepo karibu yangu. Nataka watu wote waondoke na kwenda mbali na mimi, na hata hii kazi naenda kuifanya mwenyewe kwa sababu sihitaji yeyote awepo, hata wewe mwenyewe hapo. Bosi,
Kama kuna ambaye atakaidi hii amri yangu basi nitamuua, lakini kwa wewe nadhani kazi ambayo iko mbele yako ni ngumu na kubwa kuliko hii ambayo naenda kuifanya mimi. Unajua kabisa kwamba nilifanya maamuzi ya mwanangu kwenda mbali na haya maisha, ila hakujua itakuwa lini na wapi. Muda wenyewe ni sasa. Nahitaji uende mbali na mwanangu. Anatakiwa kwenda kufutwa kumbukumbu zake zote na akaanze kumbukumbu za maisha mapya ambayo anaenda kuyaanza. Hatakiwi kujua lolote kuhusu maisha yake ya nyuma. Anatakiwa kuwa binadamu mpya ambaye hata kama atakuja kusikia lolote ile japo kwa bahati mbaya kuhusu maisha ya hii familia, basi aishie kuyasoma tu kwa watu wengine na sio kutambua kama na yeye ni sehemu ya haya. Kama ikitokea mwanangu akaja kujua kuhusu haya, basi na hakika hizi historia zinakuja kujirudia tena. Ni wakati wa Tanzania kupumzika sasa. Nimechoka na maisha. Nahitaji kupata sehemu ya kwenda kupumzika Mabanzi. Sifanye haya kwa sababu ya kumkataa mwanangu. Nina mtoto huyo tu mmoja ambaye nampenda kuliko hata ninavyojipenda mwenyewe. Ila ni wakati sahihi wa kuweza kufungua kurasa mpya wa maisha. Nataka maisha ya familia yetu ibaki kuwa ni historia tu na jambo hili lisirudie tena. Mimi nitakuwa wa mwisho kwenye hii familia kuweza kufanya mauaji, na ndio maana nataka mwanangu aende mbali na dunia yetu hii hapa ili asije kuwa ni sehemu ya haya tena kwa siku za hapo mbeleni atakapokuwa mkubwa. Wewe ndiye mtu pekee ambaye mimi nakuamini, na ndio maana nakukabidhi mwanangu wa pekee ukamlee kama mwanao. Mfanyie lolote linaomkuze kwenye maadili kama mtoto wako. Akikosea mnyooshe kwa njia ngumu ili akue akitambua namna dunia jinsi ilivyo mbaya, hususani kama watu wakijua huna lolote kwenye maisha, lakini si hitaji umtengeneze kuwa kama sisi. Utakapokuwa unaishi naye, usije kabisa ukaruhusu mtu yeyote ule akaja kujua kwamba wewe ni muuaji na ni moja kati ya binadamu hatari sana hapa duniani. Nataka ukawe ni mtu wa kawaida sana. Kaishi maisha ambayo watu wengine watakuchukulia kama mtu wa kawaida tu ambaye unajaribu kila siku kuishi maisha yako na familia yako. Usiende kuishi maisha ya juu kwa sababu pesa huaga inaleta umakini kwa watu kuanza kukufuatilia, na baada ya hapo unaweza ukaja kujulikanika hata kama ni kwa baadaye. Hii itakuwa ni hatari nyingine. Na kama ikiwezekanika ukabadilisha sura yako kabisa ili uwe ni mtu tofauti kabisa na sasa. Naelewa kwamba sisi tuna nguvu za kurisi ndani mwetu, lakini inawezekanika kuzizuia kwa kitabu ambacho nitakupatia, lakini mwanangu hatakiwi kujua namna ya kuzitumia wala hata kufundishwa, na bahati nzuri atakuwa mbali na huu upanga ambao ndio mara nyingi waga unafanya nguvu zetu kufanya kazi zaidi kila muda unavyozidi kwenda. Atakuwa anapata mabadiliko kadhaa kwenye mwili wake kadri atakavyokuwa anazidi kukua, lakini hilo lisikupe shaka, kitabu kitakuelekeza namna ya kuweza kuzizuia. Jitahidi kumfunza kuwa mbali na ugomvi. Awe ni mtu ambaye anaogopa sana ugomvi kama ukoma kwenye maisha yake, kwa kuwa akiwa mkubwa kuna maeneo kama akija kuguswa basi moja kwa moja anaweza kuanza kurudisha nguvu zake kama kwenye mbavu yake ya kulia. Nitawakabidhi kiasi cha dola za Kimarekani bilioni 50 kwa ajili ya maisha yake na kizazi chake. Sitaki kumpatia zaidi ya hapo kwa sababu anaweza kuja kuwa na nguvu ya pesa ikawa tatizo jingine kwa ulimwengu hapo baadaye, na hakikisha anakuja kujua kwamba yeye ni miongoni mwa watu matajiri zaidi duniani akiwa mkubwa, na uhakikishe kwamba amekuwa ni mtu mwema. Mabanzi, na ukabidhi mwanangu wa pekee na sehemu ya utajiri ambao umefanya hadi mume wangu wa ndoa leo hii akanisaliti hadharani na kuua watu wengi. Hivyo natarajia kwamba mimi na wewe hatutakuja kukutana tena kwenye maisha wala kutafutana kwa sababu tu umenisaliti mimi kwa tamaa ya pesa. Wewe binafsi na kukabidhi bilioni 5 za Kimarekani kama asante kwa kuwa nami kwenye haya maisha, lakini pia kama shukrani kwa maisha ambayo unaenda kumlea mwanangu. Hili ndilo jambo pekee ambalo mimi nakuomba uweze kunifanyia kwenye maisha yangu ambayo yamesalia hapa duniani, na pesa ambazo zitabaki nitazitumia kusaidia maskini wengi na kubadilisha mazingira ya taifa hili mpaka siku Mungu akiamua kunibeba. Ni siku pekee ambayo Mabanzi aliweza kuombwa na bosi wake ambaye alikuwa akimuogopa na kumheshimu sana. Ilikuwa ni maamuzi magumu ambayo Lionel alikuwa ameyafanya, lakini kwake aliona kwamba ni maamuzi bora mno. Hakutaka mwanae awepo kwenye mzunguko wa historia ya kutisha ya familia zao, na ndio maana alihitaji mtoto huyo akalelewe kwenye mazingira ya kawaida tu. Akue na watu wengine kama ambavyo wanakuwa watoto wengine wa familia za kawaida ambazo zinaishi kwa uhuru popote pale na muda wote ule. Mimi niliapa kukutumikia mpaka siku ambayo nitakufa. Nitaifanya hii kazi na hata siku moja sitakuja kukuangusha. Gavin Luka Jr. nitamlea kama mwanangu. Nitamfundisha ubaya na wema wa dunia, lakini yeye nitamfundisha namna ya kuwa mwanadamu bora ili aje kuwa sehemu salama ya dunia ijayo.
lakini nina wasiwasi kwa sababu unabaki mwenyewe kwenye hii vita. Hata vijana ambao wapo hapa hautaki kabisa wakusaidie kwenye hii kazi. Hii ambayo nimekupatia mimi ndio kazi ngumu zaidi kuliko zote ambazo umewahi kuzifanya. Na mama itakuwaje? Mama kwa sasa hivi atakuwa na Dindo na Steven. Wanatakiwa kusafiri na kuenda Indonesia kwa ndege binafsi usiku wa leo. Unamaanisha kwamba hata mimi naondoka usiku huu? Wote mnaondoka usiku huu? Mama hatakubali. Hilo najua. Na hawezi kukubali JR kuchukuliwa kutoka kwenye mikono yake. Hilo nalitambua, na ndio maana mnatakiwa kumdunga sindano na wakati anaamka atakuwa ameshafika mahali husika. Itakuwaje kuhusu kumzika bosi? Baba mdogo mtasimamia mwenyewe mazishi yake. Watoto watarudi? Lazima watakuja kwenye msiba baba yao. Siku zote mimi nitakutumikia. Babanzi alitamka akiwa anatoa heshima kwa kiongozi wake. Ni kwa mara ya pili mwanaume huyo mwenye roho ngumu alikuwa akitoa chozi kwenye uso wake. Alijiona kama vile anamsaliti kiongozi wake kwenye wakati mgumu na hali ngumu, ila hakuwa na namna kwa sababu ndio yalikuwa ni maamuzi ya mwisho ya bosi. Wawili hao walikumbatiana kwa sababu hakukuwa na namna tena. Lionel aliamua kubaki mwenyewe, na hata wale walinzi ambao wangebakia hapo walitakiwa kubaki kulilinda hilo eneo ambalo ndilo lilikuwa na kila kitu. Basi bwana, ulikuwa ni usiku. Wakati yote hayo yakiwa yanafanyika, Jabari aliingia na vijana wake kwenye zile njia mle mapangoni, na vijana wake wakiamini kwamba huenda kuna sehemu kulikuwa na zile mali ambazo zilifichwa. Baada ya kutoa amri ya kulipua sehemu zote ambazo alikuwa ametega mabomu kwa muda mrefu, alitambua kabisa kwamba mkewe lazima atakuwa hai, na kama alikuwa hai basi kwa wakati huo alikuwa kwenye maumivu makali ambayo yasingemfanya kufanya jambo la maana lote mbele yake, kwa kuwa hakuwa akiwaza vizuri. Walitembea kwa muda mpaka wakatokezea upande wa pili, ndipo wakatambua kwamba zile zilikuwa ni njia tu na hakukuwa na sehemu ambayo vitu vya muhimu vingeweza kuhifadhiwa. Alisonya na kutukana. Upande wa pili alikuwa anasubiriwa na helikopta, hivyo akapanda haraka sana kwa ajili ya kuweza kuondoka kwenye ile eneo. Wale vijana wake 20 aliwataka warudi na kuingia kwenye ile msitu kwa ajili ya kuua mtu yoyote ambaye angeweza kufanikiwa kumuona. Aliwataka pia watu hao wawe wanampatia taarifa kwa mambo ambayo yalikuwa yanaendelea maeneo yale. Alikuwa anataka kujua kama kulikuwa kuna watu ambao wanamtafuta kwa muda huo, japo alikuwa na hakika na hilo, kwani alitambua kabisa kwamba kama mkewe alijua yeye ni msaliti basi alichukua tahadhari kadhaa, na kwa maana hiyo ni kwamba alijua kabisa kuna watu watakuwa hai tu, na ila aliamua kuondoka kwa usalama wake, huku akijua kwamba hata wale ambao walikuwa juu yake kwa wakati huo walikuwa kisubiri zile mali, maana aliwaahidi kwamba lazima kirudi nazo. Wanaume 20 walijigawa kwenye makundi 4 tofauti, kukiwa na kiza kinene. Eneo lilikuwa linatisha, hivyo walikuwa wakitembea kwa kutumia tochi ili waweze kuona yale ambayo yalikuwa mbele yao. Kuna mtu ambaye alikuwa anahisi kama kuna upepo mkali ulikuwa unavuma upande wake tu, huku maeneo mengine yakiwa yametulia. Mara ya kwanza aliona kama ni hali ya kawaida tu, ila kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda ndivyo alivyotambua kwamba kulikuwa na hatari kubwa inakuja upande wake. Alisimama na kugeuka upande wa nyuma, hakufanikiwa hata kumeza mate. Ulisikika mchakacho ambao uliwafanya wenzake kugeuka kuangalia. Walipomulika waligundua kwamba kilikuwa ni kichwa cha mwenzao. Hapo ndipo walitambua kwamba wamevamiwa. Waligeuka kwa pamoja, lakini kila mtu alianza kutetemeka baada ya kuona mwenzao mmoja akiwa anavunjwa uti wa mgongo na mhusika akapotea. Walipokuja kukaa sawa, walichinjwa vibaya mno. Wa mwisho alichona mgongo mzima mpaka alipokata roho na kutulia. Makundi mengine hayakuwa na taarifa za wenzao kuweza kuvamiwa, hivyo iliwafanya kuendelea na mambo yao tu, lakini nyakati zilisoma kwa alama mbaya zaidi. Hao wanaume waliuliwa kikatili mno, huku sehemu ya ndani ya matumbo yao zikitupwa hovyo kila sehemu ndani ya msitu. Yaani kama kulikuwa na fisi karibu basi lazima alifaidi mno siku huo. Alibakishwa mmoja tu akiwa hai ambaye alibebwa mzima baada ya kuzimishwa. Bwana huyo alikuja kushtuka ndani ya nusu saa akiwa amekalishwa kwenye pango moja hivi ambayo kwa nje yake maji yalikuwa yanaporomoka kwa shida. Utazani dunia haikuwa na neema ya kupata mvua. Mbele yake alikuwepo mwanamke mmoja ambaye alikuwa amevaa nguo nyeusi usoni akiwa na kitambaa cheupe. Alikifunua kile kitambaa akabaki anahema kama vile kafumaniwa, akiwa anatamani kukimbia lakini alifungwa na mnyororo. Lionel alianza kuvua nguo moja mpaka alipomaliza zote mwilini. Alibaki kama alivyokuwa amezaliwa, lakini mwanaume aliyekuwa mbele yake hakuwa na hamu kabisa na mwili wenye ngozi laini ambao ulikuwa uko mbele yake ukiwa unavutia mno.
Wakati huo alikuwa anawaza jambo moja tu la muhimu kwa wakati huo maisha yake, na alikuwa sahihi kuwaza hilo kwa kuwa aliingia sehemu mbaya na kwa wakati mbaya. Yuko wapi? Nani? Lionela hakuongea. Alivuta upanga wake na upanga ukaenda kusimama kwenye bega ambapo ulivunja mfupa kidogo. Yuko wapi? Mimi sijui. Upande mmoja wa mkono ulitolewa. Bwana yule alikuwa akiuona wakati unashuka. Una masaa mawili mpaka ufe kama damu itaendelea kukutoka. Una uhakika kwamba unaweza kuhimili maumivu ambayo nitakupatia kwa masaa 3? Ni kweli mimi sijui. Hakumalizia sentensi yake, mguu mmoja kuanzia eneo la kwenye goti ulipunguzwa ukadondoka kando. Alilia kama mtoto mdogo kuona viungo vikiwa vinapungua kila muda ulivyokuwa unazidi kwenda mbele. Nimekuuliza mume wangu yuko wapi? Kuna mahali nahisi atakuwepo. Unahisi? Kwa sababu hawezi kwenda kwa viongozi. Kwa nini? Watamuua. Kwa sababu kashindwa kazi ambayo alitumwa, si ndio? Ndio. Ambayo ni kubeba mali zangu, si ndio? Wao wanazitaka mali, lakini yeye anataka kubeba mali na kulipa kisasi. Kisasi? Asijui kiundani kuhusu haya, ila nilisikia anataka kulipa kisasi. Kwa ajili ya nani? Familia yake. Ipi? Ambayo inadaiwa kwamba sababu ya kufa kwake ni babako mzazi. Unaongea kuhusu nini? Sijui kiundani, ila najua kwamba mzee Malik sio babake na Karos ni. Umesema nini? Nani? Karos. Ndio nani? Mumeo. Mume wangu alikuwa anaitwa Jabari Malik. Ni wao ambao walikuwa wanataka wewe uamini hivyo kwamba alikuja kwangu kwa kazi maalum. Sina uhakika na hilo kwa sababu hatuambiwi taarifa za ndani, ila jibu lake ni ndio. Jambo pekee ambalo nina uhakika nalo ni kwamba jina lake yeye anaitwa Karos Jahi Jelani. Why? Zaidi ya hapo sijui. Unatakiwa umpate mwenyewe, ndiye ambaye anaweza kukueleza kwa urefu zaidi. Nampatia wapi? Kwa sasa hivi atakuwa Dar es Salaam. Na maanisha sehemu gani? Sina uhakika sana, ila nenda Keko, kuna kijana anaitwa Temba. Huyu nina imani kwamba atakuwa na majibu ya wapi alipo Karos. Unalotaka kuongea kabla ya kuondoka duniani? Naomba alikatishwa kabla jamalizi ndesi yake kwa urefu. Shingo yake ilijitenga na kiwiliwili. Lionela kasogea kwenye mfuko wake na kuitoa simu. Alibonyeza namba kadhaa na kuipiga mahali. Riam, nenda hapo Keko, nataka ni mkute kijana anaitwa Temba. Ulizia jina hilo, hakikisha kwamba hapotei kwenye uso wako, kisha baada ya hapo nenda kwa mpenzi wako mpaka siku nitakapokupigia simu tena. Sawa bosi. Kazi hiyo ilikuwa imeisha. Kwenye hizo nyakati mwanamke huyo alitakiwa kwenda ndani ya jiji la Dar es Salaam usiku huo kwa usafiri wa helikopta. Kwake haikuwa tatizo. Alikuwa anahitaji kumpata mumewe wa ndoa kabla ya kufika asubuhi. Alikuwa na maongezi naye marefu sana na maswali mengi ambayo mumewe wa ubani alitakiwa kuweza kuyajibu. Keko ni maeneo ambayo yanaaminika kuwa na wale watu ambao huaga wanajiona kwamba wamepinda. Ni sehemu ambayo ina utajiri wa vibaka wengi, wakiamini kwamba jiji lipo kwenye mfuko wao. Ilikuwa inaelekea saa 10:30 usiku, ikiwa watu walikuwa wameshaanza kuamka na kuingia kwenye harakati za utafutaji ndani ya jiji hilo, na ndio muda ambao Lionela alionekanika nje ya jengo moja ambalo halikuwa na ubora mkubwa, ila lionekanika kutumika kama maskani ya watu. Alikuwa amefunua uso wake akiwa yupo kwenye suti safi nyeusi. Ilikuwa kaida yake kuwa kwenye mavazi kama hayo, hususan anapokuwa anaenda sehemu ambayo anatakiwa kufanya kazi. Ila kwa siku hiyo ilimlazimu kufanya hivyo. Aliingia ndani ya jengo ambalo lilikuwa na makelele kiasi, makelele ambayo nikanika kabisa kwamba yalikuwa ni wakamaria, wale ambao kamari huaga wanaona ni sehemu kubwa sana maisha yao. Alitembea akiwa anapandisha ngazi mpaka wale wanaume ambao walikuwa hapo kwenye ile eneo walipomuona. Alitulia kwa muda mfupi kwa sababu aliona wakimjia ule upande. Wewe Kisule, vua nguo ni kue. Bwana we, yule bwana ambaye hakuonekanika kama aliwahi kufunzwa vyema kwao, walipigwa risasi ya kichwa, damu zikatawanyika, wenzake wakabaki wamedua, lakini hawakupewa nafasi kwa sababu walipigwa risasi wote za kichwa. Lionela alinyosha mpaka kwenye chumba ambacho kilikuwa kiko juu konani kabisa karibu na kuta za mwisho za jengo hilo. Aliingia humo ndani na kukuta hali ya watu ambao walikuwa wamekosa ustaarabu. Ni sehemu ambayo ilionekanika kabisa ilipita muda mrefu tangu mhusika alipoweza kufanya usafi. Alikuwa amelala mwanaume mmoja na mwanamke mmoja ambaye kwa muonekano tu usingeweza kutumia nguvu kwamba alikuwa ni malaya aliyekuwa anajiuza. Kwenye mkono wake alikuwa na bastola moja. Akaketi akiwa anakagua mazingira ya humo ndani mpaka pale alipoamua kumwamsha mhusika kwa kumpiga risasi ya goti.
Alikukuruka kwa makelele kwa sababu alipata maumivu makali mno. Hakujua ni kipi kilimtokea, ila zile kelele zilimfanya mpaka yule mwanamke kushtuka. Wakajikuta wote wakiwa wamesimama. Walibaki wakiwa wanaangaliana mpaka pale yule kijana alipoanza kuhisi maumivu makali. Alirudi kuketi kwenye kitanda, ndipo aligundua kwamba alikuwa amepigwa risasi. Aliinua uso wake kuangalia kwenye kiti, akamwona mwanamke ambaye alikuwa yupo kwenye suti moja safi sana akiwa na rasta kichwani mwake. Karosi yuko wapi? Nani? Aliongeza risasi nyingine kwenye paja. Sipendi kuongea na wewe mara mbili. Yule mwanamke alitaka kukimbia, lakini aliona silaha ikiwa imelenga uso wake. Wewe malaya, sina siku nzuri kwenye maisha yangu, hivyo usinijaribu kwa sababu nitakuua. Sijui alipo. Mimi unanifahamu? Hapana. Alikaa vyema Lionel. Kijana yule naye ni kama bado alikuwa ana wenge. Baada ya kumwangalia vyema, sura haikuwa ngeni. Tafadhali naomba usiniue. Mimi waga nalipo tu kushirikiana na hawa watu kufanya madili yao ya mtaani, ila sijui lolo. Akaongeza risasi nyingine kwenye bega lake. Mifupa ilipasuka eneo hilo. Yupo mita 500 kutoka hapa tulipo. Hilo sio swali lokuuliza. Ni nyumba ya 10 kutoka hapa, nyumba namba 1410, ambayo anadai kwamba ni tarehe ambayo mama yake alifariki, ila inadaiwa ni simulizi ya uongo ambayo ilitungwa ili kumwadai yeye. Tarehe 14 mwezi wa 10, sio? Ndio. Unajua nini kuhusu maisha ya mtu huyo? Kijana huyo hakuwa na namna baada ya kuulizwa hilo swali zaidi ya kutoa maelezo yote ambayo alikuwa akiyafahamu. Ndio akamwangalia kwa makini usoni, lakini alitambua kwamba alikuwa anaelezea ukweli kwa sababu uso wake ulikuwa umejawa na hofu kupita kiasi. Hivyo asingeweza kudanganya kirahisi. Yupo na nani kwenye hilo eneo? Ana walinzi, ila sijajua wangapi. Kuna mtu mwingine ambaye anajua kuhusu hilo eneo? Hapana, ni mimi tu. Alisimama na kumtandika kijana yule risasi nyingi kifuani kiasi kwamba mpaka yule malaya ambaye alikuwa yuko uchi pembeni alizimia. Lionel hakuwa akijali kuhusu jambo lote lile kwa sababu hamu yake kubwa ilikuwa ni kuongea na mumewe wa ubani, mwanaume ndoto zake. Basi bwana, ilikuwa ni mapema alfajiri. Lionel alikuwa yuko nje ya lile jengo ambalo ilidaiwa kuwa ndipo Jabali alikuwepo, yani mumewe wa ndoa kabisa. Alikuwa anakadiria kwa hasira kali mno. Bwana huyo alimletea majanga makubwa kwenye maisha yake kwa sababu alimwamini na kumpenda. Kama hayo yote yasingefanyika, basi ni lazima kwamba angelikuwa salama mpaka wakati huo, lakini meza ilikuwa imepinduka na mambo haya yakawa yamemwendea ndivyo sivyo. Nyumba ilikuwa nzuri ya kawaida. Alielewa kwamba huenda mumewe alikuwa anafanya siri kubwa kununua hayo majengo kwa sababu alimpa ruhusa ya kutumia pesa kadri awezavyo yeye. Alikuwa na mambo mengi mno ambayo alikuwa anayawaza kwenye kichwa chake. Aliangalia kwenye saa yake na kugundua kwamba muda ulikuwa umezidi kwenda kwa kasi na alikuwa anatakiwa kuondoka hilo eneo mapema kwa sababu kama angeweza kama kungepambazuka zaidi ingelikuwa ni shida. Alidaka ukuta kwa mkono mmoja, akajivutia ndani na kutua kama paka. Hakukuwa na kishindo ambacho kilisikika. Alijibanza kwenye maua ambayo yalikuwa yako ndani ili aweze kuona mazingira yalikuwaje. Eneo lilikuwa limetengenezwa kwa ustadi mzuri sana. Nje walikuwepo wanaume watatu ambao bila shaka walikuwa ni walinzi wa hiyo nyumba, na hilo halikumpatia shaka yeye kuweza kutambua hilo kwani walikuwa na silaha mikononi. Ndani taa ilikuwa inawaka na ilionekanika kama kulikuwa na watu walikuwa na bishana, na mmoja akawa anafoka kwa sauti kubwa kidogo. Ile sauti haikuwa ngeni kwake, ni sauti ambayo alikuwa akisikia kwa miaka 3 ambayo ilikuwa imepita. Alikuwa ni mumewe mwenyewe Jabari. Alivuta vitu viwili, sindano na kisu, vyote alivilusha kwa pamoja. Sindano ikapita nyuma ya shingo na kutokezea upande wa mbele. Bwana yule ambaye ilimgusa alihisi tu kama kuna kitu kilipita ndani ya mwili wake mpaka aliposhika damu. Ilikuwa na sumu ndani yake, hivyo alijikuta akiwa anaanza kukakamaa. Pembeni yake mwenzake yeye kisu kilizama chote kwenye moyo, akabaka akiwa anatembea kila kona kuhangaika kwa sababu pumzi ilikuwa inamkatia. Lionel alijitoa pale alipokuwepo na kutembea kwa speed mithili ya kivuli mpaka kwa yule mmoja ambaye alisogea kumwangalia mwenzake baada ya hali yake kuonekanika kutokuwa sawa. Alishtuka baada ya kuhisi kitu nyuma yake. Aligeuka na kukutana na mkono wa shingo ilizungushwa kama nyama ya kwenye kijiti, yani mshikaki, akatupwa kando. Lionel ile huruma hata ya kukopesha hakuwa nayo. Alisogea mlangoni, ila alisita kwanza baada ya kusikia kwamba kuna hatua za mtu alikuwa anakuja kule mlangoni. Mlango ulifunguliwa taratibu, ila hata ambaye alifungua mlango hakutarajia kabisa kukutana na huyo mwanamke, hususan nyakati kama hizo. Mkono Lionel ulikuwa ni hatari kwa wakati huo. Alinyofua sehemu za kifua kwenye moyo kwa nguvu sana wakati bwana yule akiwepo kwenye mshangao. Aliporudisha mkono wake kwa mara ya pili, alinyofua moyo wenyewe.
Wale ambao walikuwa wako ndani walibaki wakiwa wanashangazwa na ile hali, kwa sababu mwenzao ni kama vile liganda, mlango ulikuwa unazuia, hivyo akaonekana upande wa nyuma tu. Walijaribu kumuongelesha lakini hakujibu lolote mpaka wakati huo, ila walishtushwa tu na damu ambazo zilikuwa zinasambaa hewani na kitu kikasikika kama vile kimetupa mahali. Waligeukia sehemu ile na kutambua kwamba ulikuwa ni moyo ambao ulikuwa umefinyangwa na ndio ulikuwa umetupwa. Wakiwa bado wanaukagua vizuri, ndipo walipokuja kutambua kwamba walivamiwa, ila walichelewa. Lionela aliingia kwa kumrudisha bwana yule ambaye alikufa kwa teke moja zito, akaenda kudondokea kwenye kabati moja la kioo ambalo lilikuwa liko pembeni mpaka likavunjika. Alipoingia kuuliza, alikuwa na bastola kwenye mkono wake ambapo alimpiga risasi kijana mmoja ambaye alikuwa na silaha mkononi. Alipiga sehemu moja ya moyo risasi zote mpaka ikachimbika ovyo ovyo. Mbele yake walikuwepo wanaume watatu tu walibaki. Wawili walionekana kuwa ni walinzi ama marafiki, na mmoja alikuwa ni mumewe kipenzi. Jabari bado alikuwa yupo kwenye hamaki kubwa sana. Alikuwa ni kama mtu ambaye hakuwa naamini kumuona mkewe mbele yake tena eneo kama hilo ambalo yeye alijua kwamba ni la siri kubwa sana. Mezani kulikuwa na mabegi ya pesa ambayo hayakuwa yamefungwa, lakini pembeni yake kulikuwa kuna passport. Wawili hao walibaki wakiwa wanamtizama kwa muda, kila mtu akionekanika kuwa na mengi ya kuweza kuongea, ila mazingira hayakuwa rafiki. Jambo jingine ambalo lilimshtua Jabari ni kumuona mkewe akiwa amevaa suti namna hiyo. Haikuwa kawaida kwake kufanya jambo kama hilo. Kijana mmoja alijaribu kumkimbilia Lionela. Mwanamke huyo alimfuata yeye kijana huyo. Sasa alipishana naye, kijana yule alibaka ameshika shingo yake kwa sababu ilikatwa vibaya na kisu. Alibabaika na kudondoka. Kilivutwa kutoka kiunoni, kikarudishwa kwa nguvu na kwenda kukita kwenye jicho la mwingine, ambapo alilia kama mtoto mdogo na kwenda kujibamiza kwenye vioo vya kabati, vikamtoboa mpaka akafa. Jabari alikuwa na meza mate kwa shida huku akiwa anarudi nyuma. Alikuwa anamjua mkewe ni mtu wa namna gani, na ujio wake haukuwa wa kirafiki kama ambavyo alikuwa akimfahamu kwenye mazingira kama hayo. "Mke wangu please, tunaweza kuongea." Aliongea akiwa anarudi nyuma kwa yule kijana ambaye alikuwa wa mwisho kufa. Lionela alikuwa anamsogelea tu bwana huyo wa ubani wake. Jabali alikuwa ananunua muda tu ili afanikishe mpango wake ambao ulikuwa kichwani. Alijirusha na kukivuta kile kisu kwa yule kijana, akakirusha kwa nguvu kwenda kwa Lionela, kisha yeye akawa anakuja nyuma yake kwa kasi kubwa kweli kweli. Alijigeuza sarakasi wakati ambao Lionela alikuwa akikwepa kile kisu. Alijizoa kwa mtama mkali Jabari, lakini alimkosa Lionela, akarusha mateke mawili ya hewani kwa Lionela, yakaishia kwenye mikono ya mwanamke huyo. Alitambua utofauti wa Jabari kwa sababu alionekanika kuwa na uwezo mkubwa zaidi ya ule ambao alikuwa amezoea kumwona nao. Jabari alitembea kwenye vile vioo akiwa anavipiga kwa mbele. Alidunda kwenye sofa na kugeuka na mguu wa nyuma ambao ulimkosa Lionela. Alitua akajibetua tena, ila wakati akiwa anataka kushambulia, alipigwa na mguu wa kwenda, kiuno kikadondokea ukutani. Alijizoazoa kikamavu na kusimama tena, akaviokota vioo viwili na kuvishika kwenye mikono yake akiwa anavuja damu kwa sababu vilimtoboa. Alikirusha kimoja akabaki nacho mkononi mwenyewe akiwa anakuja nacho. Lionela alijivuta nyuma, kioo kile kikapita karibu yake. Alimsubiria mumewe, wakati akiwa anamkaribia aligeuka na kulipiga sofa kwa nguvu, hali ambayo ilimchanganya Jabari. Alilazimika kulazimisha hatua moja ili aweze kulikwepa hilo sofa. Kufanya hayo kulimfanya akose hatua zake, ambapo alitua vibaya. Alikutana na ngumi ya kwenye mbavu mpaka hata nguvu za kushika kile kioo zikawa zimemwishia, akakitupa. Alijitahidi kugeuka, kiuno kilipoza kwa muda kwa teke ambalo alilipata. Alipigwa na goti kwenye kichwa chake, kisha vikafuatia viganja viwili. Hakuwa na waka kama akili alikuwa nayo, na hata kama hakujua kilicho kinaendelea tena baada ya pale, kwa sababu alipoteza fahamu zake moja kwa moja. Utulivu ulitawala. Hisia zilikuwa mbali, lakini kile kiyoyozi kilifanya hali kuwa safi kabisa. Hewa haikuwa nzito, ilikuwa ni hewa safi ambayo kila mtu alikuwa anaweza kuipata kwenye maisha yake, kwa sababu ingemfanya mtu ajisikie vizuri na mwenye afya njema kabisa. Ule utulivu ndio ambao ulikuwa unamvuta na kumkumbusha kwamba bado alikuwa hai, hakuwa amekufa bado. Zile hisia nzito za uwepo wake eneo hilo zilibebwa na kumbukumbu ambazo zilikuwa zinakuja kwa kasi. Alikuwa ni Jabari ambaye fahamu zilikuwa zinamrudia taratibu kwenye akili yake, na hakuwa akijua bado yeye alikuwa nani, alikuwa wapi na kipi kilitokea mpaka kawa hapo.
Alitumia dakika 10 kuweza kurejesha kumbukumbu zake kama mwanadamu ambaye alikuwa hai kabisa. Aliyafumbua macho yake na kutambua kwamba alikuwa sehemu ya tofauti na alipokuwa mara ya mwisho. Kidogo moyo ukashtuka. Moyo ulianza kwenda mbio baada ya kutambua kwamba alikuwa amefungwa minyororo kwenye mwili wake. Sasa hapo ndipo akatuliza ubongo wake kuweza kukumbuka nini kilimtokea. Baada ya kukumbuka kwamba alikuwa ni mkewe ambaye alimweka hapo, mwanaume alijikuta akiwa anaanza kulia. Alielewa kabisa kwamba alikuwa mbele ya mwanamke hatari zaidi kwenye ulimwengu. Huenda hakutegemea tu kwamba siku moja angeishia naye kwenye sehemu kama hiyo, na ndio maana baada ya kukumbuka hilo aliogopa sana. Alikuwa anaangalia kila upande kuona kama kuna mtu mwingine, ila alitambua sehemu ilikuwa ni kubwa na yeye alikuwa peke yake bila mtu mwingine yote yule. Alitamani mwanamke huyo aje mbele yake aanze kumuomba msamaha. Alihisi huenda labda angemuelewa, lakini muda ulizidi kwenda na alijikuta bado yupo mwenyewe humo ndani. Kwa kwenye hiyo hali mwenyewe kwa muda mrefu ilizidi kumzalishia hofu kubwa ndani yake, na akajikuta akiwa anakuwa ni mtu mwenye msongo wa mawazo. Alikuwa anavuja jasho kila upande wa mwili wake, ingali kulikuwa na upepo mtamu sana mahali pale. Baada ya masaa mawili kupita akiwa yupo kwenye hofu nzito, ndipo alipoona mlango unafunguliwa. Kufunguliwa kwa mlango kulifuatiwa na kuingia kwa yule mwanamke wake wa maisha. Mwanamke ambaye waliapa kwamba wangelikuwa wote kwenye shida na kwenye raha. Mwanamke ambaye waliahidiana kwamba kwa namna yote ile lazima wangehakikisha familia yao inakuwa salama. Walifanikiwa kulitimiza jambo moja kubwa, kuwa wote kwenye shida na raha, na kweli nyakati za raha hizo walikuwa wote tena wakiwa wanatizamana. Jambo ambalo lilimshangaza Jabari ni baada ya kuona mkewe akiwa na tambala kwenye mkono wake. Ni tambala ambalo alikuwa akilijua vizuri kwa sababu ndilo ambalo lilikuwa linatumika kuhifadhia upanga ule ambao ulikuwa na historia pana ya ulimwengu. Alikuwa anajua kazi ya ule upanga wakati ule kwamba ulikuwa kwa ajili yake, lakini mshangao mkubwa aliupata kutokana na kwamba mkewe aliingia akiwa uchi kabisa bila hata kuwa na nguo moja kwenye mwili wake. Ilikuwa ni jambo la ajabu kwake kwa sababu hakuwahi hata siku moja kumuona mwanamke wake kwenye hali kama hiyo. Ndipo naye alipoamua kujikagua vizuri, akatambua kwamba hata yeye hakuwa na nguo hata moja kwenye mwili wake. Wawili hao wote walikuwa kama ambavyo walikuwa wakilala, na hakukuwa na jipya kwa sababu kwa miaka yote 3 walikuwa wanaonana wakiwa hivyo bila nguo. Mkewa alitulizwa kwanza kwa sababu hakutakiwa kuanza kupiga makelele wakati ambao mwenzake alikuwa anahitaji utulivu. Lionela alitembea taratibu mpaka kwenye ukuta, sehemu ambayo ilikuwa na meza moja kubwa ya kifahari. Alitoa ile tambara lake pale. Kabla ya mtu yote ule, kabla ya kufanya jambo lingine lolote lile, nilikupa nafasi ya kwanza wewe. Ni mtu ambaye niliamua kuamini kwa maisha yangu yote, sio kwa sababu eti nilipumbazwa na mapenzi au kwa sababu nawaamini wanadamu, hapana. Bali nifanye hivyo kwa sababu ya heshima ya mwanangu. Niliona natakiwa kukupatia kila lilo jema kwa sababu ni baba wa mtoto wangu. Na nilijua ungeweza kuliheshimu hilo, lakini ulitumia wema wangu kama udhaifu wa kuweza kufanya mambo yako ya kishenzi ambayo siku zote ulijua kabisa kwamba mwisho wake unaweza usiwe mzuri, lakini haukujali au nadanganya karosi. Licha kwamba alikuwa akisikiliza kwa umakini yale maelezo, hakuamini kama mwanamke huyo alimuita jina lake kabisa la kuzaliwa. Aliona hofu mbele yake. Lionela alimwangalia bwana huyo ambaye ni kama alikuwa anawaza la kuongea au alikuwa amekosa kabisa hata neno moja la kuweza kulitamka. Yeye akaendelea. Nilivutiwa na yule kijana jasiri ambaye aliamua kuyatoa maisha yake kwa ajili ya watu. Kijana ambaye ulikuwa tayari kwenda kinyume na serikali yako kuhakikisha kwamba wanyonge wanasikika. Yule kijana jasiri ambaye alisafiri kutoka Dar es Salaam kuja mkoani kuungana na sisi. Yule kijana mpole na mstaarabu ambaye ile ngozi yake ya ukondoo ndio ambaye ilinivutia sana. Yule kijana ambaye alikuwa tayari kugombana na familia yake kwa sababu tu alikuwa anahitaji kupigania taifa lake. Ule uhusika bandia ndio ambao mimi nilikuwa naupenda kwako Jabari. Vipi kwa sasa hivi unahisi naweza kuupenda uhusika wa mtu mwingine? Lione, baba mdogo siku ya kwanza kabisa alikupatia nafasi. Alikuwa anahitaji kukupatia pesa nyingi sana ili kama unaweza uende mbali ukaishi maisha yako, ila uligoma kwa kudai kwamba unataka kuwa sehemu yetu. Unataka kuwa kama sisi, jambo ambalo alikusisitiza kabisa kwamba ulikuwa unatakiwa kuikana familia yako kwanza, jambo ambalo ulilifanya. Ila pale pale tulifanya kosa la kwanza kwa sababu ilitakiwa uchunguze kwa kina, kwa sababu sio rahisi mtu kuikana familia yake kwa ajili ya mtu mwingine. Ule ukawa ni mwanzo wako wa kuungana na sisi
Na kweli baadaye ukapata nafasi na bahati ya kuishi na mimi kama mke na mume. Nikakupatia mpaka zawadi ya mtoto. Kuna wakati baba mdogo nilimwambia kabisa kwamba kuna kitu hakipo sawa kwako, hivyo akanisitizia kwamba natakiwa kukufuatilia kila hatua, ila niligoma kwa sababu ni kama vile nilikuwa naenda kukuvunjia heshima kama baba wa mtoto wangu. Nikafanya kosa jingine la pili. Wakati ule ambao sikuwa na imani na wewe, nilitakiwa kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Kama kiongozi nakili wazi kwamba nilifanya makosa makubwa sana kwa sababu nilifeli kuwalinda watu wangu mwenyewe. Nilianza kuona dalili mbaya kwako kwa sababu ulionekanika kuwa ni mtu wa kutamani kujua kuhusu mali zangu, kuhusu ni wapi alipo makazi yetu, ambayo ndipo ilipo hazina kuu. Nikaona kuna tatizo mahali, hivyo nikakupatia mtihani mdogo tu wa kuweza kujua kama upo na mimi au kuna mengine yako nyuma. Na kama ungefanikiwa kufaulu huo mtihani, basi moja kwa moja ningekuamini jumla bila kujalisha mengi ambayo sikuwa nayajua nyuma ya kivuli chako. Lakini tamaa yako ilikuwa ni kubwa zaidi ya uvumilivu wako, hivyo haukuweza kuvumilia tena. Haukuweza kuvumilia kwa sababu uliamini ule ulikuwa unaenda kuwa ni mwisho wangu na familia yangu mimi. Jambo ambalo umelifanya kwangu na kwa familia yangu, niamini mimi kwamba siwezi kukusamehe. Hili hata kama Mungu angeshuka hapa na kunishika mkono kwamba nisikuadhibu, basi na kuapia kwamba ningekuua mbele yake, na ndivyo ambavyo naenda kufanya. Unaenda kufa leo, lakini nataka ufe huku ukiwa unakumbuka yale ambayo umeyafanya. Nimepoteza ngome zangu 3 kwa sababu yako wewe. Wamekufa vijana wengi ambao hawana hatia kwa sababu yako wewe. Familia yangu imegawanyika kwa sababu yako wewe. Wakati ambao nipo kwenye msiba mzito wa kumpoteza kiongozi wangu na mlezi wangu Othman Jabari, wewe ungelikuwa ndo mimi, ungefanya nini labda? Tafadhali, najua lazima utaniua, lakini naomba nipate nafasi ya kuweza kumuona mwanangu angalau kwa mara ya mwisho. Unataka kumuona mwanao? Unakumbuka kwamba kwenye simu kuna mtu ambaye alikuuliza kuhusu mtoto? Unakumbuka leo mjibu huyo mtu wako? Hiyo bado haiondoi ukweli kwamba yule ni mwanangu mimi. Upo sahihi kabisa kwa hilo, ila kwa bahati mbaya sana huyo mtoto hautakao kumuona tena kwenye maisha yako yote, na hivi ninavyoongea na wewe tayari atakuwa anaelekea nje ya bara la Afrika. Umefanya nini Mama Jera? Anaenda kufutiwa kumbukumbu zake zote. Anaenda kuanza maisha mapya ambayo hata kumbuka lolote kuhusu sisi wala maisha hapa Tanzania. Anaenda kuwa mtu mpya kabisa, na maisha yake anaenda kuwa tofauti kabisa na haya ambayo sisi tumeyaishi. Hayo ndio maisha ambayo nimeona namfaa yeye. Why? Sikutaka awe sehemu ya haya. Kama angeleona mimi tena, basi tambua kabisa kwamba haya maisha yalikuwa naenda kujirudia tena hapo mbele baadaye. Nataka ni uwe historia hii hapa ya maisha yetu. Nataka uwe ni mwisho wa maisha haya ya kutisha na kuwa mauaji. Lakini natakiwa ukumbuke kwamba kwangu haukuja kwa ajili ya mapenzi. Ulikuja kwa sababu kutimiza malengo yako kadhaa, hivyo hata kama unaposema kwamba ulikuwa unahitaji kumuona mtoto, unanishangaza kwa sababu hako kwenye mahesabu yako Jabari. Kukuamini kwangu kumefanya Luna amekufa kwenye mikono yako wewe. Nilijiuliza sana ni nani ambaye alikuwa na uwezo wa kujua wapi alipo Luna. Hesabu zilikuwa zinagoma kabisa kwa sababu hata safari yake ya Zanzibar ilikuwa ni ya usiri mkubwa sana. Ni watu kadhaa tu tulikuwa tuna hizi taarifa, ila kwa bahati mbaya sana nikawa nimeshindwa kukudhania kwamba ungelikuwa ni wewe ambao unahusika na hili swala. Hili lilinifanya nihisi kwamba kutekwa kwake lazima tu wahusika walikuwa wanahitaji kujua ni wapi alipo mama na mwanangu. Hali iliyonifanya mimi nikasafiri mpaka Kiela kule ambako nilienda kuwaua wale watu, lakini hakuwa na taarifa kwamba wewe ndiye ambaye ulikuwa uko nyuma ya mambo, kwa sababu ulimuua ambaye alikuwa anakufahamu wewe. Unaweza kuniambia ni jambo gani ambalo lilikufanya mpaka ukamuua Luna? Ni kwa sababu tu ulikuwa unataka kumpata mamangu? Ndio. Haukuwaza kuhusu usalama wa mtoto? Niliwapa maagizo asimuumize hata mama nilikuwa namtaka akiwa hai, ili uweze kumtumia kuniuza mimi kwa watu wako, si ndio? Ndio. Unajua ni kwa nini kuna mambo nilikuwa sikwambii kama mahali ambako Jehara yupo? Mahali ambapo ilikuwa makazi yetu rasmi? Hapana. Baba alinisihi kwenye kuamini wanadamu ile siku ya mwisho anakufa. Aliniambia kwamba tahadhari ya maisha inakuja pale ambapo unakuwa unabakisha sehemu kadhaa ya uaminifu kwa ajili yako mwenyewe. Ni rahisi mfanyakazi wa kawaida kuwa mwaminifu kwa sababu yeye anatambua kabisa kwamba akifanya kosa anauawa na hakuna kitu anapata, lakini mtu ambaye upo naye kwenye mapenzi ni kama rafiki, kwa sababu usiku mkikosana tu kila mtu anaenda upande wake. Sasa kama ana kila taarifa yako anaweza kuzitumia kukuharibia. Lakini pia nilitambua kwamba kama mume wangu ungelikuwa na nafasi kubwa ya kufanya mengi, hivyo siku moja huenda ungelikuja kuwaza mengine ambayo sio salama kwetu, kwa sababu kutambua kwamba
uliingia tu kwenye hii familia kwa sababu haukuwa na mahali pa kukimbilia wakati wale watu wakiwa wanakutafuta. Hilo linifanya nianze kujiuliza mara mbili kuhusu hatima yetu kwenye hili. Nikaona sio sawa kukupatia siri za familia zote. Kuna siri zilitakiwa kubaki kwangu tu pekee na kwa watu ambao walikuwepo tangu ambapo mambo yote yalikuwa yanaanza. Ile hofu ndani yangu kuhusu kuamini wanadamu imefanya mpaka sasa hivi umeshindwa kukamilisha lengo lako. Hivi sasa hapa upo kwenye siku za mwisho kabisa za maisha yako Jabari. Hivyo nahitaji unipatie historia nzima ya maisha yako. Naomba uniue ili haya mambo yaishe. Najua kutoka hapa salama siwezi, na naomba haya yaishe tafadhali mke wangu. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao mnanijua vizuri sana nilivyo. Kwa hiyo usinifanye nitumie nguvu kwenye mwili wako kukuhoji kwa sababu unajua kabisa nitakachokufanya. Kwa heshima ya mwanangu na kwa kumbukumbu ambazo tutengeneza, unatakiwa kufa taratibu, lakini sio kwa kuanza kukupunguza viungo vya mwili wako. Jabari alihema kwa hofu kwa sababu ni kweli kabisa kwamba alikuwa akimfahamu vyema mkewe alivyokuwa. Hivyo kama angefanya ujinga, angepitia mateso makali sana kupiteleza. Mwanamume huyo hakuwa na namna, ikabidi aanze kusimulia ile historia ya maisha yake mwanzo mpaka mwisho. Alielezea kila hatua ambayo alikuwa anaijua na ambayo aliwahi kuambiwa. Alielezea mpango mzima ulivyokuwa na kuweza kumdondosha mwanamke huyo ili watu hao waweze kutimiza malengo yao ambayo waliamua kupita nayo kwa ukaribu zaidi. Mimi sikulaumu kwa mpango wako wa kulipa kisasi, japo kwa taarifa ambazo nimezipata kwa kijana wako ni kwamba kuna mahali ulidanganywa kuhusu hiyo historia ya maisha yako. Hilo haliwezekani. Inawezekana kama watu wanaamua kutimiza malengo yao kupitia wewe. Sitaki kukuomba msamaha kwa sababu babu yangu alimua babu yako, maana mimi na wewe hatukuwepo wakati huo. Ni wao ambao wanajua nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Na kwa simulizi yako ni kwamba kama babu yangu asingemua babako, basi yeye ndiye ambaye angemua babu. Nadhani unaelewa mazingira ya namna hiyo kwamba kila mtu anatakiwa kuweza kuyapigania maisha yake. Kijana wako ameniambia kwamba ulidanganywa kwa sababu kama ungeujua ukweli basi huenda ungegoma kabisa kuifanya hii kazi. Ila baba yako hakuuawa na babangu, bali aliuawa na babako mlezi. Hili sio kweli. Yeye alikuwa anazitaka hizi mali ziwe zake, na aliona kama babako akiwa hai basi ndiye ambaye angelikuja kuzipigania, hivyo akamua rafiki yake, na ndipo ambapo akaona nafasi kubwa ya kuweza kukutumia wewe kuweza kutimiza malengo yake. Hakuishia hapo tu, bali hata ile hadithi ya tarehe ya kufa ya mama yako ilitungwa tu kwa sababu mama yako hakufa wakati wa kukuzaa. Alikufa wewe ukiwa umeshazaliwa tayari, na babako mlezi ndiye ambaye alimua mama yako. Jabari alibaki akiwa anacheka kwa hasira sana. Kuna namna walimdanganya kuhusu historia yake mwenyewe, akaingia kwenye mkenge ambao huenda angefanya maamuzi sahihi zaidi ya yale. Kwa wakati huo alijua imeshakula kwake na alitakiwa kujipambania mwenyewe. Kuna lingine ambalo nahitaji kulijua kabla ya kuniua. Yes. Nataka kuwajua watu kiundani zaidi kwa sababu natakiwa kuwaua wote. Mbele yako na kazi moja ngumu sana kuifanikisha ili kwa sababu wametengeneza watu ambao sio binadamu wa kawaida, na ndio ambao wanafanya hii kazi kuwa ngumu mbele yako. Hiyo sio biashara yako. Nitakupa taarifa zote ambazo nazijua kuhusu hawa watu kwa makubaliano maalum. Unahisi unayo nafasi ya kukubaliana na jambo na mimi? Naomba uniue haraka. Aliongea kwa huruma kwa na meza mate. Alielewa kwamba mwanamke huyo alikuwa amepanga kuweza kumua kikatili, hivyo alikuwa na ombi la kufa haraka ili asipitie wakati mgumu zaidi. Kwa nini nahisi naweza kufanya hivyo? Kwa sababu taarifa ambayo naenda kukupatia ni taarifa za muhimu na nyeti sana kuliko hata unavyoweza kufikiria. Na kuuliza, kwanza una siku 2 tu pekee ambazo kwa sasa muda ulivyoenda naweza kusema kwamba ni siku 2 kasoro. Za nini? Msikilizaji, muda umeisha bwana. Tuishie hapa katika sehemu hii ya 8, uwe nami katika sehemu ya 9. Tulikuwa tunaenda sambamba na simulizi yetu tamu kweli kweli inayokwenda kwa jina la The Darkness of an Angel, yani upande wa giza wa malaika. Swali ni je, kwa maelezo haya ni kwamba Leonela atamwonea huruma Jabari Malik na kumwacha aweze kusahisha makosa yake kwa sababu naye pia alidanganywa, au ataamua kumuua kwa haraka kama alivyoomba? Yani kwamba angeweza kumuua kwa kumkata mkono, kidole, shingo, masikio, alafu ndo baadaye afe. Lakini yeye anataka kupigwa risasi ya kichwa tu afe haraka sana ili asipate mateso makubwa. Ndio ombi la Jabari Malik kwa sababu anajua kabisa kwamba lazima afe. Hawezi kuishi, na ndio taratibu haya mambo bwana. Kwa sababu akimwacha atakuja kuleta visasi. Achukua mwanamke mwingine atazaa mtoto, huyo mtoto kuleta visasi na kila kitu, lakini yeye anataka Leonela kupoteza kabisa historia ya mambo. Kwa lazima Jabari Malik kwa namna yote afe. Ndio ninavyoona. Lakini katika sehemu ya 9 tutapata majibu kama Leonela aliingiwa na moyo wa huruma ama ilikuwaje.
Katika sehemu ya 9 tutajua. Usikose. Tukutane hapo.